Hatusemi kwamba mwanaume hana shida kwenye uzazi, ila kwa 90% tunatakiwa tuangalie kwanza udongo una shida gani. Udongo ni kitu gani? Udongo ni mzunguko wako wa hedhi. Yaani Mungu ni ajabu sana. Vile vipindi vinne katika majira ya mwaka ndivyo ambavyo mwanamke anavyo. Tutaviangalia kwenye hedhi. Kama ilivyo kwamba kuna masika, kuna kipindi cha joto, kuna kipindi cha vuli, kipupe pale, alafu tunarudi kwenye nini? Kwenye masika. Hata kwa mwanamke hivyo vipindi unavyo. Na ukivifahamu na kuwa pia hizo kalenda ambazo mnazo kwenye simu zenu, hamna haja kuwa nazo. Ukivifahamu kwenda kununua vile vipimo vya ovulation kit kupima kuangalia yai limepevuka, huna haja navyo, kwa sababu vile vipindi ni vipindi sawa na vile vipindi vilipo kwenye majira nini ya mwaka. Na ndio maana hata wakulima wanatumia haya majira kwamba majira haya ni ya kuotesha, majira haya ni ya kuandaa nini shamba. Kwa hata wewe pia vipindi hivyo ukivijua kwenye mzunguko wako, haya mambo ya kusema sijui na hormone imbalance sijui na kitu gani, hauto yazungumza tena. Lakini kwenye mbolea, naomba rudi pale kidogo. Rudi nyuma. Kwenye udongo hapo ni kitu gani kingine? Kwenye ovary na uwezo wa mji wa uzazi kupokea kijusi. Kwenye ovary hapo ndio kile kipengele cha kwamba mayai yako yanapevushwa vizuri, mayai yako yana ubora. Lakini kwenye mji wa uzazi ni kwamba ndio ile tunasema kwamba hana shida zozote kwenye mfuko wa uzazi, hana vimbe, hana nini, hana changamoto yoyote ile. Taangalia huko mbele. Naomba tuendelee. Niliposema vipindi vinne kwenye mzunguko wako wa hedhi sawa na mwaka, nilimaanisha kitu hiki. Mzunguko wa hedhi umegawanyika katika awamu au katika makundi manne. Yaani wewe mwanamke ambaye uko hapa unapitia vipindi vyote hivi vinne. Na bahati nzuri ni kwamba haijalishi mzunguko wako unabadilika au haubadiliki, unaeleweka au haueleweki, vipindi vyote hivi vinne unavipitia. Yaani haijalishi hata kama unakaa miezi mitatu ndipo unaingia tena hedhi, lakini vipindi vyote hivi unafanyaje? Unavipitia. Na uthabiti wa hivi vipindi ndio unaotengeneza urahisi wa wewe kubeba ujauzito, unaotengeneza urahisi wa wewe kupata hedhi katika mtiririko mzuri, unaotengeneza urahisi wa wewe kupitia sifa zote ambazo mwanamke anapaswa kuwa nazo, sifa za kike. Vipindi hivyo, achana na majina yasikuchanganya ya Kiingereza, lakini ni hayo. Kipindi cha kwanza ni menstrual phase. Hii kipindi ni kipindi ambacho ndio kile kipindi cha kuingia hedhi. Akina mama mpo? Kipindi cha kuingia hedhi, kila mwanamke ana namna ambayo anaingia hedhi. Kwa bahati mbaya mitandao ipo kwa ajili ya kutupa elimu, lakini kwa bahati mbaya mitandao inatuchanganya sana. Kuna tayari kuja leo atakwambia kwamba hedhi mzuri ni nyeusi. Kesho nakutana mimi nakwambia hedhi mzuri ni yenye utelezi. Kesho kuna mwingine anakuambia kwamba hedhi mzuri ninatoka siku 5, mwingine anakuambia kwamba mwanamke lazima uingie hedhi siku ngapi? 7. Hizo notebook naomba mkitoka nazo hapa ziwe zimeshiba. Kama nitakuwa naenda speed sana mtaniambia. Kwenye menstrual phase ni kipindi ambacho mwanamke anabomoa mji wa uzazi wake. Ni sawa na kipindi cha masika, ni kipindi cha baridi. Kipindi hiki mwanamke anakuwa mwili wake ni wa baridi kwa sababu ndicho kipindi ambacho anatoka nini? Damu. Kwa hiyo siku za kuingia hedhi haziwezi kufanana baina yako wewe na yule mwingine. Haziwezi kufanana baina yako wewe na mama aliyekuzaa au na mtoto utakayefanyaje? Utakaenda, japokuwa zinataka kurandana kutokana na historia ya kifamilia. Kwenye hedhi hapa ni normal uingie hedhi kuanzia siku 3 mpaka siku 5. Wengi wanacheza hapo. Kwa hiyo kama hedhi yako ni siku 3 tu, haina shida. Hedhi yako kama ni siku 5 tu, haina shida. Lakini bado pia kuna wengine wanakwenda mpaka siku ngapi? 7. Hiki ni kipindi cha nini? Cha menstrual phase. Kwa hiyo ukiingia siku 3 ni sawa, 4 ni sawa, 5 ni sawa, mpaka 7 ni sawa. Hii ni kwa sababu gani? Kipindi hiki ni kipindi ambacho mwili, baadhi ya hormones zinaanza kuzalishwa ili kuruhusu kuandaa yai lipevuke. Hapa kuna wale ambao wanasema kwamba maana ya hedhi ni kwamba yai unakuta limesha pevuka, mimba haijatungwa, kwa hiyo linabomoka. Ngoja nikwambie, yai lako linazidiwa unene wa kipenyo cha uwe mdomo wa kalamu unaoandika. Hilo ndio yai lako. Sasa lile yai linaweza kubomoka likatengeneza damu ya siku 7. Wanawake, kama huo ndio ukubwa wake kwamba haufiki ile punje ya nini ya mtama au ulezi, ikibomoka inatengeneza damu ya siku 7? Hapana. Maana ya hedhi ni kwamba
ukuta wa mji wako wa uzazi unabomoka, unajiengua, kuruhusu mazingira mazuri mapya ya mfuko ya ruhusu mimba itakapotungwa mtoto aweze kujishikiza vizuri. Na hapa ndipo tunasema kwamba ukiona mwanamke anapata hedhi ambayo sio mzuri, kuna uwezekano pia hata mimba zikawa zinaharibika sana, kwa sababu hedhi kuwa sio mzuri inaashiria ukuta wake wa mji wa uzazi unabomoka katika hali ambayo sio sahihi. Nilisema ikibidi kuchora nitachora, ikibidi kuandika nitaandika. Nimeelezea kuhusu siku, tumeelewana, si ndio? Nimeelezea kwa nini hedhi inatoka, tumeelewana. Kwa hiyo toka leo na maana ya kwamba hedhi sio yai, hedhi ni ukuta wa mji wa uzazi unafanyaje? Unabomoka, unajiengua, kujiandaa kwa ajili ya nini? Ya mimba. Sawa na masika, si ndio? Si ndio kipindi ambacho watu wanalima? Maana yake ni kwamba ukishindwa kujiweka vizuri kipindi cha hedhi, unazuia uwezo wako wa asili wa kubeba ujauzito. Ndio maana tu mkazungumza hapa kwamba kuna watu waliona mtandaoni kwamba sijui ukiona hedhi, sijui ukiwa hedhi fanya hivi. Wengine mpaka mnaenda mbali, mnatufanyia limbwata siku hizi kupitia hedhi jamani. Tunaona huko, si ndio? Lakini hedhi sio kazi yake hiyo, ni sawa, kila mtu ana placebo na matumizi mbadala, si ndio? Hedhi kazi yake ni nyingine kabisa. Uwezo wako wewe kiasilia wa kufanya mambo makubwa upo kipindi cha hedhi. Kwa sababu kipindi cha hedhi mambo haya yanafanyika. Unaweza kaandika. Jambo la kwanza ni kipindi ambacho kuna wanawake wanakuwa na energy sana ya kufanya baadhi ya mambo kuliko mambo mengine. Yaani anajikuta akifanya jambo fulani linafanikiwa kwa haraka akiwa kipindi cha nini? Cha hedhi. Licha ya kwamba dalili nyingine ni kwamba unakuta wako mood off. Wanakuwa mood zao haziko vizuri. Kana kwamba hapa unakuta hata mwanaume anaweza kumsemesha akafanyaje, anaweza kujibu vyovyote vile. Kipindi cha nini? Cha hedhi. Maana yake ni kwamba nguvu yako wewe kama mwanamke imewekwa kwenye kipindi cha nini? Cha hedhi. Ndio maana watu wanasema kwamba usiruhusu hedhi yako kuonekana hovyo, kwa sababu ile ndio nguvu yako wewe kama nani? Mwanamke. Kwa hiyo haijalishi inafika siku 3 ni sawa, 2 ni sawa, 5, 7 ni sawa. Inatoka nyingi kiasi ni sawa, mwezi inabadilika ni sawa. Lakini pia kipindi hiki dalili nyingine ni kupata cramps. Maumivu ya tumbo kutegemeana na jinsi hedhi inafanyaje? Inafanya. Kwa hiyo kama ulikuwa unaanza kwamba kupata maumivu wakati wa hedhi ni shida, no, sio shida. Ila kama ni maumivu ambayo yanakufanya unashindwa kufanya kazi zako, unashindwa kuendelea na shughuli za kawaida kwa sababu yanakuuma mpaka unatakiwa kulazwa au kutumia dawa kutuliza maumivu, hapo kuna shida, tutaangalia hapo mbele. Lakini kipindi kinachofuata kwenye mzunguko wako ni follicular phase. Hiki ni kipindi cha joto. Kipindi hiki ni kipindi ambacho mwili wako baadhi ya hormones zinaanza kuongezeka ili kusaidia yai linalokuwa limepevuka liwe bora, ambacho kinaanza kipindi ambacho wewe umemaliza hedhi kuelekea kwenye upevukaji wako wa yai. Na hapa kama uko vizuri kwenye kunoti utanoti, homoni ambayo inafanya kazi vizuri hapa ni homoni ya FSH ambayo ni follicle stimulating hormone pamoja na estrogen. Hii inafanya kazi kuruhusu mayai yaweze kuwa na ubora vizuri, yatakapokuwa yamepevushwa, mkikutana na baba chanja aweze kufanya au kutoa zile mbegu zake, Mungu aruhusu uumbaji. Kwa tafsiri nyingine, kukiwa na shida kwenye hizi homoni kipindi hiki, ndipo pale ambapo utakuwa unaona sifa zote za ovulation unazipata. Ukipima kwenye ovulation test inaonyesha mstari mmoja au miwili, lakini mmoja uko vizuri, mmoja umefifia. Yaani tunasema hivi, ukiona kipindi cha kiangazi inanyesha mvua, kuna shida. Either ni ya kutengeneza au majira yanabadilika. Ukiona kipindi cha vuli au ile cha kipupwe, si ndio, cha upepo, kuna joto, maana yake kuna shida. Kwa maana ni kwamba kila kipindi lazima ujue ni mambo gani ambayo unafanyaje, unapitia. Kwa maana kwamba kipindi hiki cha follicular ni kipindi ambacho kinakuandaa kusogea kwenye nini? Kwenye mzunguko wako, kwenye ovulation yako. Kwa hiyo hapa tegemea utaona mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, utaona ute ule ambao unaupata lakini haufanani wa yai. Unakuwa ni mzito kwa mbali, lakini hauwi mwingi na hauwi wenye harufu na hauwi wa rangi ya njano wala kijani, unakuwa ni kama maziwa tu kwa mbali au cream kwa mbali. Unaweza ukauhisi ukiwa unajisafisha, unaweza ukauhisi wakati wa tendo mkiwa unakutana na baba, it's okay. Lakini pia unaweza usiuhisi
kabisa. Lakini pia kipindi hiki kuna wengine pia wanapata mood swing. Wanakuwa katika hali ya kutokufanyaje, kuwa na muda kufanya mambo yao kawaida. Baada ya hapo, kipindi kinachofuata ni ovulation. Hiki ndio kile kipindi ambacho ni cha joto zaidi, kipindi ambacho ni cha upevukaji wa yai. Kipindi hiki kinadumu ndani ya masaa 36 mpaka 50, kwa maana ya siku 2 mpaka siku 2.5. Hapo unaweza ukaandika, mara nyingi inachukua siku ya 12 mpaka ya 16. Okay. Kwenye kipindi hiki cha ovulation, nimesema ni kipindi ambacho yai lako linapevuka. Lakini tuseme kwamba linapevuka, no, ni kipindi ambacho yai linaruhusiwa kutoka kule kwenye vikapu vya mayai ili lije mahala ambako mimba inatungwa. Na inachukua masaa takriban 36 mpaka 50, kwa maana ya siku 2 mpaka 3 kasoro. Kwa sababu yai linaanza kupevuka siku unaanza kuingia hedhi. Ila siku ile ambayo unakuta umeingia kwenye upevushwaji au siku yako ya kupevuka ile ya hatari, ni kwamba yai lilisharuhusiwa kutoka kwenye kokwa zako za mayai, lipo ile sehemu ambayo unatakiwa kufanyaje, kurutubishwa baada ya kushiriki tendo kwenye ovulation. Kipindi hiki dalili zake ni kwamba kwanza unakuwa na hamu zaidi ya tendo kuliko siku zote kama huna shida. Kipindi hiki pia kinakuwa na energy nyingi sana zaidi na ilivyokuwa kwenye kipindi cha nini, cha hedhi. Inaonekana kwamba unashangaa ni mtu ambaye unakuwa mvivu, lakini kipindi hicho unakuwa uko na nguvu ya kufanya vitu bila kusukumwa. Lakini kipindi hiki unapata kitu kinaitwa basal body temperature, ama joto la ukeni linakuwa juu kuliko joto la sehemu nyingine yoyote. Na hii ni njia ambayo wanawake kitambo, kwa maana mama zetu, bibi zetu walikuwa wanaitumia kujilinda na kutokupata mimba kama unanyonyesha ama kutafuta mtoto. Yaani ujue kwamba upo kwenye ovulation, kama utaupati, moja dalili ambazo ukaitumia ni kuchunguza mazingira yako ya kikeni. Kama kuna joto zaidi, ni ishara ya kwamba una ovulate. Na yote inasababishwa na hormone ya estrogen, nitakuja kuelezea huko mbele. Lakini pia kipindi hiki kinaambatana na kitu tunaita vichomi visivyo tesa. Vichomi vya chini ya tumbo lakini ambavyo havitesi. Na vichomi hivi inaweza ikawa ni pande zote mbili, kulia au kushoto au sehemu zote. Jambo la kuzingatia ni kwamba mwanamke kila mwezi unao uwezo wa kupevusha mayai kutoka kushoto na kulia kwa wakati huu. Lakini mara nyingi huwa ni upande mmoja. Wale ambao wana historia kupata mapacha ndio wao unakuta ni pande zote. Kana kwamba unakuta kwa mwezi anapata bahati ya kupevusha mayai yote mangapi? 2 au 3, pengine kutoka pande mmoja au pande zote mbili. Kwa unapokuwa unapata vichomi pande zote mbili, maana yake ni kwamba kuna uwezekano mkubwa unapevusha mayai pande zote mbili. Lakini ikiwa ni upande mmoja, mara nyingi ni upande ule. Kwa tutaje kuangalia ni kwa nini mpaka mtu anapata hivyo vichomi. Ndio maana unakuta mwingine anapata hali kama hii, akienda hospitali anaambiwa, anaulizwa umeanza hedhi lini? Anasema tarehe fulani. Akipigwa mahesabu, haumwi bwana, ni kawaida. Na pengine daktari kutania kwamba kwani baba hayupo? Kwamba hilo joto linataka nini? Mtoto. Kwa ni kawaida katika siku za ovulation kupata nini? Kupata vichomi. Lakini dalili nyingine ni kwamba ule ute unavutika zaidi kuja kufanania kama ule ute au kile kiini cha yai. Hivi ni kiini au ni ute? Acha kile cha njano. Ute waonekana kwamba hata ukiushika hivi unashuka kabisa mpaka chini unaanguka. Ukiushika hivi ukiachia hivi unakuwa unavutika, lakini ukiwa uko vizuri sana unakuta kwamba unavutika kwa kiwango kikubwa. Haijalishi baba amekusisimua, upo kwenye tendo, lakini tunafanyaje? Unakuta ni mwingi zaidi. Hapo tunamzungumzia yule ambaye hana shida yoyote. Tupo jamani kwenye ovulation. Tukitoka hapo tunaingia kwenye kipindi ambacho nini? Ni luteal, kipindi cha kupukutika. Manake hapa sasa ovulation ishafanyika na kila kitu, maybe mimba haijatungwa na nini. Kwa hiyo mwili unajiandaa kwa ajili ya mzunguko unaofuata. Kwa hiyo ukiweza kunotice mabadiliko haya,
ni kwamba hata bila kujua mzunguko wako, unajua tu kabisa kwamba hii siku yangu ni siku sahihi ya kubeba ujauzito. Hii siku hapana, labda itokee nini? Bahati mbaya. Kwa kama vile alivyo mkulima anayecheza na siku na mzunguko wa majira kwenye mwaka, hata wewe pia hivi vipindi unafanyaje? Unavipitia. Unaanza na masika, unaenda kwenye kipindi cha nini? Cha joto, unakuja kwenye kipindi cha joto zaidi, unakuja kwenye kipupa kupukutika hapa. Halo? Tupo jamani? Kwenye mzunguko ni kwamba kila stage ina jukumu muhimu katika uzazi, kutoka kwa ukuzaji wa nini? Wa yai hadi maandalizi ya mfuko wa uzazi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kupandikiza. Maana yake ni kwamba hedhi yako inapokuwa haitoki vizuri, ni kwamba kuta za mji wa uzazi hazitoweza kuwa shed off vizuri ili ziache ukuta mpya wa ndani ambao ndiyo kazi yake kupokea na kushikilia mimba. Mimba ikitungwa haiendi kukaa tu katikati, inajishikiza kwenye kuta. Let me do this. Sijui kutaona au nishushe chini hapa. Ni mzuri kwenye uchoraji, lakini hapa nataka tu uelewe kitu. Hedhi inapotoka, sehemu ambayo inabomoka ni sehemu hii ya ndani. Hii hapa inajibomoa, huku damu inashuka huku chini. Ndio maana maumivu ya wakati wa hedhi yanahusisha eneo la chini ya kitovu na wengine kwenye nyonga, si ndio? Maumivu haya maana yake ni kwamba hizi kuta zinajikamua ili kuondoa sehemu ya tishu za juu ndani zitoke, ubakie ukuta wa juu huku ambako mrija unakuja kuungana hapa. Kwa hiyo inapotokea kwamba hedhi yako inakuwa ni nzito sana, maana yake inabomoa kupindukia huu ukuta, panabaki palaini padogo. Yaani sawa, nachukulia kwamba ikiwa tunakuangua ukuta ni kwamba unakuangua, itafikia tu patabakia pembamba, aidha ukuta utafanyaje? Utabomoka. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba lengo la huu ukuta kubomoka ni kutengeneza mazingira ambayo ni mazuri, ili mimba ikija kutungwa, ikija hapa itafute sehemu ambayo ni mzuri ya kujishikilia, ambayo tayari ule uchafu umefanyaje? Umetoka. Hapa naomba nijibu ile swali la kwamba nilizungumza kwamba hedhi inatakiwa iweje, kwa sababu mitandao inafanyaje? Inatuambia vitu vingi sana. Hedhi yako ikiwa ni bright ni sawa. Yaani ikiwa damu ambayo ni ya kawaida, ni kama damu, ni sawa. Hedhi yako ikiwa ni chafu, inatakataka, ni sawa, kwa sababu kumbuka, hedhi sio damu tu. Hedhi inahusisha na hizi kuta zinapokuwa zinafanyaje? Zinapasuka, zinajibomoa, kufanyaje? Kushuka. Hedhi yako ikiwa na utelezi ni sawa. Kwa sababu gani? Huu utelezi unaambatana na yale inapokuwa tayari imeshapevuka, homoni ya FSH, follicle stimulating hormone, inapokuwa imeruhusu yai lipevuke,
kile unachokuwa kwenda kupima wewe, kile ambacho ni luteinizing, kuangalia kwenye yai kwamba limepevuka, huwa ndio ambayo inaambatana na ute. Kwa hiyo ute unaanzia huko kwenye yai lilopevuka, unashuka kwenye mirija, unakuja kuambatana na hedhi. Kwa hiyo hedhi ikiwa sometimes ina ute ni normal. Hello? Hedhi yako ikiwa na spots, unapata hedhi matone matone, kwamba haishuki tu mwa, inakuwa na matone matone, kwamba ukivaa pedi kuna wakati unaona safi, ukivaa unakuta ina nini, ina matone, bado still ni nini, ni normal, kwa sababu hamuwezi kufanana kila mmoja ubomokaji wa hizi kuta za nini, za mji wa uzazi. Ladies, naelewana? Tuko pamoja jamani eh? Kwa hiyo tunachokiangalia hapa ni kwamba kuwa bright alafu ikawa ni bright sana, yani ni kwamba ni damu kama damu fresh kabisa, na inakuwa ni ya mara kwa mara, unakuwa na ulazima kutaka kujua kwa nini. Ikiwa ni chafu ambayo yenye kuwa na harufu, hapo unasema kwamba kuna shida. Ikiwa ni yenye utelezi ambao utelezi ndio mwingi kuzidi damu, hapo kuna nini? Kuna shida. Lakini pia ikiwa ni spots, ni matone tu, ni kwamba huoni damu, ni matone tu, huoni damu, matone tu, na haijawahi kutengenezeka damu kama damu kwamba pedi chafuke, kwa nini? Kuna shida. Lakini kama unapata tu kwamba hedhi kawaida, lakini kuna wakati inakuwa ni matone, inakuwa na utelezi kidogo, chafu kidogo, inakuwa ni bright, ni sawa. Lakini pia muda mwingine ikiwa dark. Hii ni rangi gani iliyoshikilia? Nyeusi, ndio eh? Sasa tunaposema dark hatumaanishi kwamba iwe nyeusi mithili ya hii. Tunaposema dark ni kwamba chukulia damu yoyote ile ambayo labda ni nyama kachinjwa na nini, afu damu ikakaa kwa muda kidogo, inabadilika kutoka kwenye wekundu wake inakuja kwenye weusi, si ndio? Kwa ikiwa hivyo still bado ni nini? Ni normal. Maana yake ni kwamba I want you mkienda kule uanze kujichunguza, ujue majira yako yale 4 ya mwaka kwenye mzunguko wako yakoje. Ujue hedhi yako iko sawa au haiko sawa. Tuko pamoja eh? Kwa hiyo ubomokaji wa huu ukuta unatokana na namna ambavyo homoni zako zinafanya kazi katika mzunguko wako wa hedhi. Naomba tuendelee. Nitakusaidia kutoa hii. Ukiangalia pale kwenye ule mchoro, ule ni mchoro ambao unatumika kuelezea mizunguko wa hedhi ambao ni wa siku 28, ambao ndio mzunguko watu wengi wanaofahamu. Na watu wengi ukiwauliza kuhusu mzunguko wa hedhi ndio kwamba lazima uwe siku 20 ngapi? 28. Ni kweli, asilimia zaidi ya 60 wanawake wana mzunguko namna hiyo. Kwa hiyo ukiangalia pale kwenye menstruation imechora vidoti takriban vingapi? 5, which is average ya wanawake wengi wanaingia hedhi siku ngapi? 5. Lakini hata ikienda mpaka siku 7 still ni nini? Ni normal. Baada ya hapo mwili unaanza kujiandaa sasa kwa ajili ya kufika kwenye siku za hatari. Inaanzia kwenye siku ya 6 kuja mpaka siku 10 ngapi? 14, ambayo inaenda siku takriban ngapi? 8. Kwa hiyo maana kipindi hiki chote cha kutoka pale kuja huku still hapa sijaanza kufundisha masuala ya siku za hatari. Kwa hiyo wewe chukulia tu kawaida, na jaribu tu kuirecall ile ya mwanzo. Ni kipindi cha nini? Mwili kujiandaa na yai kuruhusiwa siku ya nini? Ya hatari. Ambao ni kipindi gani tunaita? Follicular phase. Kipindi kinachofuata ndio kile kipindi cha nini? Cha siku za upevushwaji au siku za hatari, ambao ni ovulation. Nimesema kwamba inachukua masaa 36 mpaka masaa mangapi? 50, kwa maana ya siku 2 mpaka 3 kasoro. Maana yake ni kwamba huwa ni siku takriban 2 kurudi nyuma, 2 kwenda mbele. Kwa siku moja katikati ambayo ni ya 5, hiyo inawekwa kwa sababu kule mbele tutakwenda kuangalia kwa nini tunaiweka. Kwa sababu yai linaruhusiwa siku moja. Kwa kama ni siku moja, ni dhahiri tungesema kwamba siku ya hatari ya kubeba mimba ni siku hii moja. Lakini kwa nini tunarudi mbele na kwa nini tunasogea nyuma? Ni kwa sababu kuna yule ambaye ana mzunguko wa zaidi ya siku 28, mwingine yuko chini ya. Baada ya hapo ikishapita hii siku za hatari, zinazofuata ni siku ambazo mwili unapukutisha sasa. Zile homoni ambazo zilizalishwa kwa ajili ya kukuandaa ubebe ujauzito hazijafanya kazi, zinaanza kujirudi upya, ambayo inaanzia hiyo kwenye siku ya 17 kuendelea mpaka ile siku ya mwisho. Kwa maana huko huwa ni safe. Tutapaelezea vizuri wakati ambao tutakuwa tunaelekezana namna ya wewe kwenda kufanya kutafuta katika mzunguko wako.
Kwa kama hii ni nomo katika mzunguko wa siku 24, maana kwamba katika mzunguko wa siku 35 na nini, vyote hivyo viko sawa. Hapa sitaki kuelezea mzunguko ni nini, nitapaelezea kule mwishoni ambako tutaenda kujifunza. Naomba tuende mbele. Sasa athari za mtindo wa maisha ni kwamba mtindo wa maisha una athari kubwa sana kwenye afya ya uzazi, na mambo kama vile lishe, mazoezi na usimamizi wa msongo wa mawazo yanaathiri moja kwa moja uzazi. Mambo makubwa mangapi? Matatu ambayo unatakiwa ukayafanyie kazi ukitoka hapa. Jambo la kwanza ni kuhusu lishe. Jambo la pili ni kuhusu mazoezi. Jambo la tatu ni kuhusu msongo wa mawazo. Kwenye lishe, kwa kuwa tutaongozana hapa na tutachora mpangilio wa lishe kwa takriban siku 15 ambayo itakusaidia ikifika siku 15 unapinduka tena, kwa unajikuta ndani ya mwezi mzima una chati ambayo itakusaidia kuweza kupangilia lishe vizuri ambayo haitakupa shida. Naomba tuguse kwenye kipengele cha mazoezi na mawazo. Kwenye mawazo nitapazungumzia zaidi kwa sababu akina mama ninyi mna shida, na shida yenu ni kwa sababu mmeingia katika majukumu ambayo sio ya kwenu. Si ndio? Ninyi hamjaambiwa kuja kutafuta kwa uchungu, mmeambiwa kuja kuzaa kwa nini? Kwa uchungu. Kwa hiyo kujiingiza kwenye majukumu ambayo sio ya kwenu ndio kunawapa shida ninyi. Kwa sababu mume anatafuta na unafanyaje? Unatafuta. Kwa hiyo unaujua uchungu wa pesa kuliko hata mumeo. Na bahati mbaya pesa huwa inaongeza stress kwa sababu utafutaji wake ni nini? Ni mgumu. Kuna muda mwingine wengine huwa wanaweza kureplace pesa kwenye mapenzi. Yaani kwamba kwani mwanaume kitu gani? Naingiza fedha yangu, si ndio? Kwa hiyo inaongeza stress zaidi unapokuwa unajua namna kuitafuta alafu inakupa shida kwenye kuipata, au matumizi yake yanakuwa ni magumu zaidi. Iko hivi, kiuhalisia mwanamke ukiingia kwenye ndoa unapaswa wewe upone hormonal imbalance automatic bila kutumia dawa. Yaani mwanamke ukiona umeingia kwenye ndoa, una mume, na hata sio ndoa lakini una mwenza ambaye tayari mnajua mnako kwenda. Uogopi kuhusu mimba ikiingia, uogopi kuhusu nitavaaje, uogopi kuhusu kodi atalipa nani. Unapaswa kupona hormonal imbalance automatic bila kutumia dawa. Kwa sababu gani? Tukiingia kwenye ndoa wanaume huwa kwanza huwa tunakondoa kidogo. Kwa sababu gani? Stress. Tamlisha nini mtoto wa watu? Si ndio? Atavaa nini? Si ndio? Zamani nilikuwa peke yangu, naweza nikaenda kwa mshikaji wangu tukageto na nini, lakini sasa hivi siwezi kufanya hivyo. Nikipata 500 naweza nitafanyaje? Nitakunywa maji tu. Lakini sasa hivi yeye kwanza. Kwa ile inanifanya nikonde kwa sababu nawaza nipateje zaidi ya nilichokuwa nakipata jana kabla ya kuwa na yeye. Lakini wewe ndicho kipindi ambacho starehe inabidi ziwe free off, kwa sababu hauwazi bali unawaziwa na mume. Wazo lako linakuwa tu ni kwenye nitafanyaje huyu baba wa watu apate mtoto ili nyumbani paheshimike. Nitafanyaje nipate mtoto ili wazazi wake wasione nimekuja kula tu ambavyo tunachukula Afrika. Kwa hiyo ukiingia kwenye ndoa ukapata hormone imbalance, ni kwamba shida ni ya kwako wewe. Kwa sababu gani? Hautaki kuondoa stress ambazo umetoka nazo nyumbani. Means ukiwa umeingia kwenye ndoa hutakiwi kabisa kuwa na stress, kwa sababu unawaza nini wakati mume anawaza kila kitu? Mume ana provide kila kitu, ni jukumu lake. Hello? Si ni jukumu lake? Kwa hiyo kwenye kipengele cha stress ni kipengele ambacho ni kibaya, kwa sababu the more unavozidi kujipa stress na jambo lolote lile, whether ni hiyo hezi yako ambayo hupati, whether ni uzito ambao baba anauchukia, whether ni mawifi wanakusema kwa sababu na miezi 2 3 au mwaka hujapata mtoto, unaongeza kitu kinaitwa cortisol hormone. Hormone hii bahati mbaya yake ni kwamba inachochea hormones zako nyingine za kijinsia zivurugike na kushindwa kufanya kazi vizuri. Na ndio maana ukiwa na mawazo mengi zaidi unaweza kuingia hedhi ambayo siku hukutegemea. Na ndio maana kwa wale ambao tayari mshaingia kwenye ndoa, I don't know siku yenu ilikuwaje. Kama ilikuwa ni siku yako ambayo sio siku ya hedhi, najua kungu wako alikwambia jipek, vaa pedi. Uongo kweli? Kwa wale ambao jamani mpo kwenye ndoa, siku ile ambayo unafunga ndoa kwenye harusi yako, wewe ukuvaa pedi? Ulivaa, si ndio? Haijalishi kwamba ulikuwa kwenye hedhi au haukuwa kwenye hedhi. Unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu wanajua ukubwa wa lile tukio, uwezo wa kike kumudu ni ngumu. Hivi ni kweli leo nakabidhiwa? Hivi ni kweli leo namwacha mama yangu? Hivi ni kweli? Hivi ni kweli?
ukikumbuka yale yote, cortisol inavyozidi kuzidi na vuruga kiwango chako cha hormone, na mwisho wa siku hedhi inaweza kaingia katika siku ambayo sio rasmi. Lakini kinyume chake pia, hii hormone inapozidi, maana ni kwamba inapelekea pia hata hedhi ambayo ulipaswa kuiona leo, kesho usione, wiki ijayo usione, na hata miezi miwili usifanyeje? Usione. Because of what? Unawaza ile duka la Kariakoo itakuwaje? Sasa hivi takriban wiki 2 sasa, itakuwaje? Ada watoto itakuwaje? Mama, si jukumu lako hilo. Ni jukumu la huyo baba ambaye amekuweka ndani. Hello? Tuko jamani? Sema napona leo. Sema kabisa huko ukiwa na furaha, napona leo. Kwenye mawazo nimesema nitapazungumzia kwa sababu kwenye mawazo ndiko panapo detoxify mwili wako. Yaani ukiwa free of mawazo, mwili unajidetoxify. Unaondoa baadhi ya sumu nyingi mwilini ambazo ulipaswa kutumia dawa mbalimbali, virutubisho, sio vitu gani, unajikuta mawazo yakiwa yamekuwa umeyaweka sawa, ni kwamba huwazi kabisa, ni kwamba zile hormones, zile sumu na nini vyote vinakuwa havipo. Kwa bahati mbaya hata chunusi, kuna wengine wanapata chunusi za hormonal imbalance, sio kwa sababu ya homoni za ndani, kwa sababu unawaza. Ukipungua tu mawazo, kangozi kana glow, una haja ya kutumia hizo serum sio vitu gani, kana glow kabisa, unaona kabisa. Unasikia huyo baba aliyempata bwana hizo protein zake pamoja na protein, lakini hana mawazo. Huyo baba sio paswa kichwa, hafumifumi message, ana uhakika na penzi lake. Kwa hiyo hormones zinakuwa ziko sawa, anajikuta ngozi na glow na vitu vingi katika mwili wake vinafanyaje? Vinakuwa sawa. Maana ni kwamba inabidi ukitoka hapa leo jifunze kwenda kudhibiti mawazo, kwa sababu ndicho chanzo kikubwa cha hormonal imbalance kwako na sio vitu vingine. Hello? Lakini kingine ilikuwa ni lishe. Lishe ni chanzo kikubwa cha tatizo la kutokupata hedhi kwa muda mrefu. Ni chanzo kikubwa cha kutopata hedhi kwa muda mrefu. Tunasema secondary amenorrhea. Lishe ni chanzo kikubwa cha kushindwa kupevusha mayai. Lishe ni chanzo kikubwa cha ukomo wa hedhi wa uongo wa mapema. Kiusahihi, kisayansi, tafiti zote zinaonesha ni kwamba umri sahihi wa kukoma hedhi ni miaka 50+. Ila unapokoma hedhi before hapo tunasema ni premature menopause. Umekoma hedhi kabla ya wakati, lakini unakubali kwa sababu si ushakoma. Unakubali. Kwa kumbe kuna uwezekano ukakoma katika ule muda ambao ni sahihi wa miaka 50+. Ila kwa nini unakoma kabla ya? Ni kwa sababu ya lishe. Kuna vitu vingi ambavyo vinatumika kawaida kiholela and you don't know kwamba unajiunguza mwenyewe. Unajua unatafuta dawa, unatafuta matibabu, lakini shida ni nyumbani kwako. Yaani utalalamika kwa madaktari, nimetumia dawa zako lakini bado. Hapana, nyumbani kwako kuna shida ambayo umeikumbatia, lishe. Naomba niulize swali. Pengine mmetoka nyumbani, wangapi mmetoka nyumbani mmeshakunywa chai? Okay. Katika mambo nyosha mikono. Endelea kunyosha mkono, nyosha mkono. Nyosha, niliona ulinyosha, wewe nyosha. Okay. Kama unajua umekunywa chai lakini haukutumia kitafunwa chochote cha wanga, shusha mkono. Naona ni wawili tu. Shusheni. Guys, hakuna kitu kibaya kama lishe unayoitumia kila siku. Na kwa bahati mbaya chakula kikuu tumekifanya kuwa cha ziada kimekuwa ni chakula kikuu. Yaani watu kwenye lishe zenu, wali unakuwa ni mwingi, mboga inakuwa ni ugali unakuwa ni mwingi, mboga kiduchu. Hiyo ndo mistake inapoanzia. Yaani unaweza ukala chakula wali ikawa vijiko viwili tu lakini mboga ikawa nyingi. Huo ndo mlo unaopaswa kufanyaje? Kutumia. Japo nitatoa chart, tutaelezea, tutafundisha kabisa na maelekezo ya namna ya kupangilia chakula, lakini unapaswa ujue kwamba shida inaanzia wapi? Kwenye chakula. Yaani afadhali mwanaume akasema hivyo kwamba mimi nitakiwa nile ugali, of course, kwa sababu ya aina yake ya uzazi inahitaji hivyo, lakini kwako wewe unahitaji vile vitu usivipate zaidi kwa sababu ndicho chanzo hasa kinachosumbua homoni zako. Mzunguko wako wa hedhi unatokana na hivyo vitu.
Nani ambaye ndani ya wiki iliyopita yote hakutumia chakula kilichokaangwa chochote, whether ni chipsi, ni nyama, ni samaki, nini? Yaani akija kaangwa, ni viazi, havijakaangwa yani. Anyoshe mkono juu. Tumpigieni makofi. Hakuna kitu kibaya kinachotesa, kinachoharibu mfumo wako wa uzazi kama vyakula vya kukaanga. Utasema mbona zamani walikuwa na kaanga? Ngoja nikwambie kitu. Unajua kwa sababu gani? Mafuta yanayotumika kukaanga vyakula, hata hayo ulionayo nyumbani, huenda kwa 90% mafuta ambayo ni magumu, mafuta ambayo yanaganda, mafuta ambayo ni magumu kuyeyuka yakiingizwa kwenye nini? Kikaangio. The good thing, tutaelezea, tutachora kwenye chati pale, tutaoneshana kwamba mafuta gani mabaya, mafuta gani mazuri. Vyakula tunavyokula kwa mazingira ya haraka haraka kiuhalisia, kwa sababu 100% kubwa tuko wapi? Kwenye heka. Hauondai chakula wewe, kinaandaliwa migawani, unaletewa. Uongo ukweli? Mafuta yaliyotumika, do you know ni mafuta aina gani? Kwa 100% kubwa ni mafuta ambayo yana uwezo wa kudumu sana, ili yule mtengenezaji apate nini? Faida. Na kwa bahati mbaya anakutengenezea wewe free radicals. Anakutengenezea wewe sumu ambazo zinatokana na namna ambavyo mwili wako unaunguza kile chakula kutengeneza nishati. Ndiyo maana tunapata fat belly, vitambi vya hormones. Maskini wa watu kaka alikuwa ukiwa na kaumbele fulani mpaka alimvutia. Lakini leo ukikaa kuna kitu kinakaa nacho pia. Hello? Kuna nguo ulikuwa ukizivaa una enjoy, lakini leo unashindwa kuzivaa kwa sababu kuna kitu kimeongezeka, fat belly. Kimetokana nini? Kiwango kingi cha free radicals kinatokana na mafuta ambayo unayatumia kupikia, kukaanga. Kinatokana na kiwango kingi cha glucose, sukari kwenye damu ambayo inatokana na vyakula ambavyo unafanyaje? Unavila. Hello? Sema lishe. Sema lishe. Naomba uniache. Lakini kwenye mazoezi pia ni moja. Hapa tunaenda kinyume, kwa sababu mazoezi hapa ni kwamba wengi hawafanyi nini? Mazoezi. Na kuna bahati mbaya wale ambao wanafanya mazoezi zaidi ambao ni ya kiume, anakuja kuwapa shida. Lakini mara chache sana mwanamke kufanya mazoezi ya kiume, ila wengi hawafanyi kwa sababu ya mambo yao, shughuli zao. Lakini kutokufanya pia kuna impact hormones zake kutokuwa nini? Kutokuwa sawa. Sasa kwa swala kudhibiti msongo wa mawazo nilikishapaelezea. Kula lishe yenye virutubisho na kufanya mazoezi ya wastani ni muhimu kwa kudumisha viwango vya homoni vyenye afya, kwa sababu msongo wa mawazo unaweza kuingilia kati mchakato wako wa ovulation. Maana nasema tu kwamba unaweza kujikuta unapishana na ovulation ukiwa unasubiria nini? Ushaona kwamba tafuta hii siku ya 14, kwa kwenye siku ya 14 baba niacha kwanza. Ni siku vizuri, unakuja siku ya 14. Kumbe ni siku vizuri kwa siku ya nini? Ya ovulation. Unakuja kwa siku ya 14 unakuja kufanya kulipishana nayo. Kwa sababu gani? Hapo katikati una msongo wa mawazo ambao umevuruga mzunguko wako na ovulation inafanyaje? Inapinduka. Lakini si hilo. Kwenye swala mazoezi husaidia kudumisha uwiano wa homoni, lakini pia epuka mazoezi makali kwa sababu yanahamasisha na kupelekea hormones za prolactin kuzidi. Ndio maana kuna wale ambao wanalalamika maziwa yanauma sana, yanajaa kukaribia hedhi, which is sometimes normal, lakini haitakiwi kuwa hivyo. Kama unafanya mazoezi mengi na alafu makubwa makali na unapata hiyo hali, ni changamoto. Hapa nilijaribu kukumbushia kwenye namna ya homoni kufanya kazi. Kwa hiyo hapa itakurahisishia wewe kuandika hapo kama una lengo la kutaka kujua homoni zako zinafanyaje kazi. Una shida ya hormone imbalance au unataka kwenda kufanya kipimo, unatakiwa kufanya kipimo kinaitwa hormone profile.
zako mwilini unazo, lakini zipo katika kiwango ambacho sio sawa. Mfano, humu ndani tuko imbalance kwa sababu kule ni patupu, huku kuna watu wengi, si ndio? Si ndio? Kwa maana ni kwamba hatuja balance kwa sababu ilipaswa tulingane. Kwa hiyo ukisema kwamba una hormone imbalance, maana ni kwamba kuna homoni fulani haikupaswa kuwepo wakati huo ila ipo, au ilipaswa iwe kiwango kidogo lakini imezidi, ilipaswa iwe kiwango kingi ila iko chini. Homoni za muhimu kuchunguza ni ile FSH ambayo ni follicle stimulating hormone. Homoni hii kazi yake kubwa inachochea ukuaji wa vile vikapu vya mayai kushoto na kulia. Kwa hiyo kwa homoni hii na shida ni kwamba wewe uchaji wako utakuwa haufanyiki vizuri. FSH. Hiyo ni homoni ya kwanza. Homoni hii inazalishwa kichwani na inasukumwa na homoni za upande wa thyroid na homoni nyingine ambazo ni GnRH. Lakini homoni nyingine ni LH ama luteinizing hormone. Hii yenyewe inachochea yai kutoka kwenye koko ya mayai lije kwenye mrija ili mimba itungwe. Kumbuka follicle stimulating hormone yenyewe ni kwa ajili ya nini? Kuboresha mayai yapevuke. Lakini hii LH ama luteinizing yenyewe ni kwa ajili ya kuruhusu yai litoke kwenye ovary lije wapi? Kwenye mrija. Na ndio maana kipimo cha upevushwaji kinapima homoni hii ya LH. Ikisoma positive maana ni kwamba kweli yai lako limeruhusiwa kutoka kwenye ovary lipo kwenye nini? Kwenye mrija kwa ajili ya kutungisha. Toka pamoja. Lakini homoni nyingine ya muhimu kupima ni estrogen ambayo ni homoni yako kuu. Hii inazalishwa na mayai. Hii ni kwa ajili ya kukuandaa in case mimba ikitungwa sawa, isipotungwa ndio itakayosukuma ukuta wa mji wa uzazi ufanyeje? Ubomoke upate hedhi. Kwa hiyo ukiwa na shida kwenye homoni hii ya estrogen, tegemea hautopata hedhi katika vipindi vizuri, au unaweza kujikuta unakaa miezi 2, 3, 4 bila kupata nini? Hedhi. Na bahati mbaya homoni hii inapokuwa pia ina shida, kuna uwezekano pia hata kwa nje ukawa na shida. Utaongezeka uzito mkubwa, utakuwa na kitambi pia sometimes, chozi sometimes, hali ya joto ile hot flashes, mwili kujikuta kuna wakati joto linapanda uelewe, inapelekea unakuta akiwa na homoni hii iko juu, anakuta anapata dalili za mimba, lakini wakati huu mimba hana, kipima hana. Lakini homoni nyingine ni homoni ya prolactin. Hii ni homoni ya nini? Ya maziwa. Inahusika mama akibeba tu mimba, isaidie maziwa yafanyeje? Yazalishwe. Kwa ikiwa chini umeshalipa ujauzito, maana yake ni kwamba kuna uwezekano ukapata tabu kwenye kuzalisha nini? Maziwa. Lakini ikiwa tu wakati sio mjamzito, ni ngumu kwa sababu mwili wako unakuwa tayari wewe ni mjamzito. Yaani unakuta dalili unapata nini? Ni za mimba. Kwa hiyo mayai yanashindwa kupevushwa kwa sababu tayari mwili unajua kwamba huyu ni nani? Ni mjamzito. Na ndio maana wengi unakuta akienda kufanya kipimo cha hormones anaishia kufanya vipimo vingapi? Hormone ngapi? 2. Wanakimbia maziwa yanauma yanajaa jina prolactin. Lakini kumbe kuna hormone nyingine ambazo nini? Zinahusika. Hello. Lakini pia hormone nyingine ni progesterone. Hii ni hormone mama ya mwanamke ambayo hii ndio inayotengeneza ubora wa mji wako wa uzazi. Hii ndio inasaidia hedhi yako inayotoka itoke nzuri ya muonekano mzuri au itoke muonekano usio wa kawaida. Tuko guys? Yes. Lakini si hilo, hormone nyingine ni AMH, pale nimeandika SBH ambayo ni anti-mullerian hormone. Kwa mwanamke yeyote ambaye amefika miaka 35 na anapata shida ya kubeba ujauzito, na kushauri homoni hii ni muhimu sana kupima unapokuwa unatafuta safari yako kutafuta mtoto. Kwa nini? Homoni hii ndio ambayo inakwambia umebakiwa na mayai mangapi. Homoni hii itakwambia kwamba mayai yako yalobaki yana ubora wa kubeba ujauzito au hayana. Homoni hii itakwambia kwamba unaweza kubeba mimba lakini utaadhirika kwa sababu ya nini? Ubora wa mayai yako. Homoni hii itakwambia kwamba wewe kweli umekoma hedhi kweli au tu ni shida tukutibu utapata hedhi. AMH. Kwa kifupi, hizi hormones zote takriban 6 una umuhimu wa kuzipima. Kama kweli una lengo la kutaka kujua kwamba shida nayo au sina. Japokuwa unaweza tukaona dalili ukasema ni kweli na hormone imbalance, ukapata matibabu kutegemea namna ambayo utakuwa umefanyaje mtambo.
Akana matuko. Kuna mtu anaswali mpaka hapo kwenye kipengele cha homoni ikiwepo kama sasa ulio homoni nyingine ambazo ni za ziada ni prolactin, nimeshaelezea, anti-mullerian nimeshaelezea, lakini kuna homoni hizo mbili ambazo ni thyroid hormone pamoja na testosterone. Kwa hiyo thyroid hormone ni homoni ambazo zinashona nini na tezi nini ya thyroid. Zipo takriban tatu, kuna T4, T3, kuna thyroxine stimulating hormone. Hizi hormone achana na majina yasikuchanganya ya Kiingereza. Ina maana ni kwamba una ulazima pia wa kuchunga mtoto wako au wewe mwenyewe kuepukana na mazingira ya kujidhuru au kujiathiri kwenye kichwa, kwa sababu ndiko hizi hormones zinakofanyaje, zinakuzalishwa. Kwa kuna uwezekano shida yako ya hormones haitokana na vyakula, bali uliwahi kupata ajali ya kupelekea shida kwenye nini, kwenye kichwa. Uliwahi kupigwa utotoni kwenye kichwa, uliwahi kuanguka ukaathiri nini, kichwa. Kwa zile hormones zinazalishwa kiwango ambacho sio sahihi, kwa sababu palipoathirika ni kwenye tezi ya thyroid, kwenye tezi ya pituitary, ambapo ndiko panaporatibu zile hormone nyingine zote zifanye kazi. Kwa hiyo kuna umuhimu pia wa kuichunguza inapokuwa umepima zote hizo naambiwa ziko sawa. Sasa shida iko wapi? Chunguza zile zinakaa nini, nikisababisha. Sababu nyingine kwa uko sawa, shida iko wapi? Kuna pahala pana shida. Lakini ile homoni ya chini ambayo testosterone, ile ni homoni yetu sisi akina baba. Ukiwa nayo ile unataka kupata chonusi nyingi wakati huna shida nyingine. Kwa sababu gani? Ni homoni ya mwanamke. Ile ina faida sana kwa mwanamke, kwa sababu ndiyo pia inayochochea wewe upate hisia ya tendo. Na kwa bahati mbaya unapozidi kukua ndivyo inavyofanyaje, inavyopungua. Lakini pia inaratibu mzunguko wako. Kwa hiyo homoni ikiwa kiwango cha juu, athari yake ni kupata vimbe maji au cyst. Ikiwa kiwango cha juu inakupelekea kufanyaje, upate vimbe maji au cyst. Lakini pia ikiwa chini, unajikuta wewe upati hamu ya tendo. Ikiwa chini, unajikuta wewe tena unachukia kabisa, na hata muda mwingine ukipata mimba ni rahisi kuharibika, kwa sababu mwili wako kutokana na homoni kutokuwa sawa unaharibu mbegu zikiwa ndani ya nini, maumbile yako. Hapa ndipo tunakuja na yale maswali kwamba baada ya tendo tu mania yanamwagika. Inatokea hiyo baada ya tendo tu mbegu zinafanyaje, zinamwagika. Tutakuja kuangalia. Kwa hiyo hii ikizidi ni shida, lakini pia ikiwa chini kabisa ni shida kwa mwanamke kwenye swala zima la hitaji la nini, la tendo. Lakini huwa tunaiangalia kutokea zingine hizi za nini hazina shida. Naomba tuende. Sasa kwenye sababu za hormonal imbalance, tumesema hormonal imbalance ni pale ambapo mwili una kiwango kichache au kisicho sahihi cha homoni fulani ambazo ni kemikali zinazosababisha au zinazokusaidia wewe shughuli zako mbalimbali za mwili. Maana homoni iko hivi. Ili uweze kufurahia unachokila, hormoni zinahusika. Uweze kufurahia tendo, mzunguko ufanyike, kila kitu kifanyike, hormoni zinafanyaje? Zinahusika. Hivi vitu havionekani, vinazalishwa kupitia mzunguko nini wa damu, lakini vikipimwa kupitia vipimo vinaonekana. Kwa hiyo tunaposema hormone imbalance, ni kwamba vile unapaswa kuwa nazo zile kemikali za mwili wako zinazoratibu matendo kazi yote hazipo kiwango sawa. Kwa hiyo hormone ni zile kemikali ambazo zinazalishwa katika mwili wako wa damu ili kusaidia matendo kazi mengine yafanyeje, yafanyike. Tuko pamoja jamani? Tuko pamoja jamani? Lakini akasema homoni hizi zinaweza kuwa juu sana au chini sana, na zinahusisha mfumo wa uzazi pamoja na usingizi, hamu ya kula, ukuaji na hata mwengo. Maana yake hapa ni kwamba
kuendelea? Okay. Wala tamsijali, hii simpo kwenye group. Hii itatumwa kila mmoja atakuwa nayo. Right? Ila kuandika ni muhimu kwa sababu unayoongea pale haya. Right? Sio bize kuandika kile, bali kwa bize kuandika kile ambacho natoa, ambacho ni point za msingi sana kufanya kazi. Yes. Okay. Namba 2. Tunasema tunapelekea hormonal imbalance. Mambo gani yanapelekea homoni zako kuvurugika? Mambo yapo mengi sana, lakini unajuaje kwanza kwamba homoni zako zimevurugika? Nimesema dalili hizi ukiziona, basi homoni zako zimefanyaje? Zimevurugika. Kwa hiyo ufanye utaratibu ukiwa nyumbani au kama ni kufuata tiba whatever. Jambo la kwanza ni swala zima la usingizi. Ukiona mtindo wako wa usingizi unabadilika kutoka mwanzo unakuwa tofauti, shida ipo. It's either haupati usingizi kabisa, kuna shida kwenye hormones. Unalala sana, una shida kwenye hormones. Ukua hivyo, lakini unajikuta usingizi haupo kabisa, shida ipo. Kwa sababu hormones hizi zinahusika kwenye kuratibu matendo yote. Lakini pia dalili nyingine ni kuhusiana na hamu ya kula. Unakuwa na hamu ya ulaji wa vyakula kupindukia, tofauti na mwanzo. Huna sukari, huna nini, kuna shida kwenye hormone zako. Au hamu ya kula haipo kabisa. Kuongea sema mimi hapo nimepona, hapana. Yaani hujala tangu asubuhi mpaka jioni, baada siku huna hamu ya kula. Mimi niko vizuri jamani. Ndio maana sema kuna shida. Lakini dalili nyingine ni kwamba tunaangalia kwenye kipengele cha mihemko. Unakuwa ni mtu mwenye ile tunasema uhekaji wako wa mwili kwenye tendo unakuwa ni mdogo. Yaani baba hata akuandae vipi, akutengeneza mazingira gani, uhamasiki kwenye lile tendo. Anajitahidi kidogo na yeye kidogo, ile ni mtu akupostika ili useme kidogo nikimwangalia kaposti naye, kama ungajiposti naye, lakini bado hata hamasa hakuna. Ndio tunasema kwamba wanaume ni wa binafsi, ndio kuna mambo sisi na binafsi, lakini elimu zinatolewa. Kuna watu wanatoa elimu kabisa, wanaume wanaelewa nini wanachopaswa kufanya, lakini hata wafanye vipi huko chini ni kama kulipigwa deki miezi 2 iliyopita. Hakuna hata tone la maji ndio huko chini pale. Kuna hormonal imbalance. Lakini si hilo. Kingine ni kwenye uwezekano wa kupata mimba kirahisi. Hakuna. Yaani unajaribu unapiga mahesabu yako kwa siku ya hatari, lakini mkikutana mimba hakuna. Ni moja pia ya dalili. Kingine ni kuongezeka uzito kupindukia. Yaani ukiangalia ratiba ni zile za chakula, lakini uzito unazidi kuongezeka. Ni dalili ya kwamba homoni zako mama tayari zina shida. Hujui tu kama ni homoni gani, lakini zinafanyaje? Zina shida. Si hilo, dalili nyingine katika hilo inahusisha zile tabia za kawaida za mood. Yaani kuna wakati ni mama sema huyu dada mimi simuelewi, mwanamke mwana mimi simuelewi. Yaani kuna wakati ile mood inapanga kuwa sawa na wakati haiko sawa, na si katika kipindi cha nini cha mzunguko wa hedhi, siku za hedhi normal, ila tu mood yako inakuwa ile kitu moja, dalili kwamba una shida hormonal nini imbalance. Tumezungumza ni dalili, si ndio? Sasa sababu ya kwanza inapelekea homoni zivurugike ni polycystic au PCOS. Hii ni shida ambayo wanawake wengi wanayo. Kana kwamba tukisema tuchunguze humu watapona wachache, 2 3, lakini wengi wanayo. Hii ni sababu ya hormone imbalance. Na kwa bahati mbaya ni sababu, lakini pia ni tatizo linalotokana na hormone imbalance. Kwa nini kama hormone imbalance ulikuwa una cyst ikapelekea kupata PCOS? Unaweza kama ulikuwa una hormonal imbalance, sawa, ukapata cyst ikapelekea kupata hormonal imbalance. Maana ya cyst ni kwamba ni mjumuisho wa dalili zote zile zinazopelekea wewe uonekane una hormonal imbalance. Yaani wewe ukisema katika dalili ambazo nimestaja hapo unazo zote, daktari tukamwambia kwamba una PCOS, yuko sahihi. PCOS maana yake ni kwamba ni polycystic ovarian syndrome. Ni jumuisho wa hitilafu kwenye ovari zako
Mjumuisho wa dalili zote zinazopelekea kwa nini kuna hitilafu kwamba wewe una uzito mkubwa, una hormonal imbalance, unashindwa kupata hisia ya tendo, una ukawa, upati hedhi. Wewe tunasema nini? Una PCOS. Hakuthibitisha kwa kipimo, ila kwa nini una PCOS. Lakini pia hata kipimo kwa kadhalika una cyst, vimbe kwenye koko za mayai ukawa nazo, zinapelekea hormonal imbalance. Kwa sababu gani? Ovaries zinazalisha hormone nyingine, kwa zingine zimevimba, zinapelekea uzalishwaji wa hormones baadhi zifanyeje? Zisiwe sawa. Kwa dalili ya kwanza ni hiyo, na mara nyingi hii inapelekea kuvurugika kwa ovulation, upevushwaji usifanyike vizuri. Kwa wanawake wengi ambao wana shida hii ndio wanaongoza kuwa na dalili za mimba wakati hawana mimba. Mbona daktari, mimi na dalili nikipima sioni? Una cyst. Kwa sababu gani? Mwili wako unashindwa kupevusha mayai kwa kuwa zile koko za mayai zimezidiwa na kiwango cha hormones zilizozalishwa, zimezidiwa na zile cyst ambazo zimezalishwa kwenye ovary. Lakini pia ni shida ambazo za kutibu nyumbani. Lakini kingine ni thyroid disorders. Changamoto za teza nini? Za thyroid. Hormones za kwenye thyroid. Kwa sababu hii nimesema inahusika kuzalisha zile homoni T4, T3 na TSH. Lakini hizi ndizo ambazo zinasukuma mwili wako kupitia homoni ya GnRH ili ovari zako au koko za mayai zizalishe homoni ya estrogen. Faida yake ni nini? Utapata ute wa kutosha ikiwa hauna shida ya thyroid. Utapata usingizi mzuri ikiwa hauna shida ya thyroid. Utapata hamu ya kula nzuri ikiwa hauna shida ya thyroid. Uzito wako hautaongezeka kupindukia ikiwa hauna shida ya thyroid. Hedhi yako utaingia bila kuvuka mwezi ukiwa hauna shida ya nini? Ya thyroid. Kwa hiyo inapelekea uwe na nini? Massive hormonal imbalance. Hapo nini cha kufanya? Chunguza au fanya kazi mbalimbali. Kwa hiyo anapata shida hii japo kwa sababu ya utumizi wa kiwango kingi cha iodine. Tunaambiwa chumvi ya iodine ndio nzuri, lakini bahati mbaya tunaila kupindukia. Kwenye machomo unaweka chumvi nyingi, si ndio? Chips kavu, chips kuku, mishikaki, chumvi inawekwa juu, si ndio? Ile chumvi imewekwa, imeongezwa iodine kwa ajili ya kusaidia kudhibiti baadhi ya maradhi nini? Lakini kiwango kingi kinapelekea mwili wako ushindwe kudhibiti yale mabaki ya madini yanayotokana nini? Mfumo wote ule wa kutengeneza amini nishati. Mwisho wa siku unapata zile free radicals. Mwili unaongezeka uzito. Hedhi inaanza kushindwa kufanyaje kuja katika kipindi chake. Unajikuta haupati hedhi. Ukipima kwenye uzazi sina uvimbe, sina cyst, lakini hedhi upati. Shida ni nini? Shida ipo kwenye thyroid, na kwa bahati mbaya huwezi kugundua kwa sababu ipo kwenye mambo ambayo umekuwa ukiyafanya siku zote. Chakula ni kile kile. Mbona ni nyama choma? Kwani ina shida? Mbona ni chips na kaanga mwenyewe? Vile vile vinapelekea na shida nini? Thyroid. Kwa hiyo dhibiti aina ya chakula unachokula, hasa cha mkaango, kwa sababu kitakuchochea wewe kutumia chumvi mbichi kwa kiwango kingi. Sasa kwa bahati mbaya hatuwezi kutumia chumvi za mawe kwa sababu hazipatikani. Hata zikipatikana zina kiwango kidogo cha iodine na unahitaji. Kwa hiyo inabidi utumie chumvi ya kawaida ambayo nayo, lakini kutumia mbichi inapelekea iodine inakuwa ni nyingi zaidi. Hatari ya kudhibiti hili ni nini? Kwa sasa ukitafuta mimba ni ngumu kwa sababu utakuwa na hormonal imbalance. Utakuwa upati hedhi, si ndio? Utakuwa unasoma, lakini ikitokea bahati mbaya ukabeba mimba na una shida hiyo, mambo yafuatayo yatafanyika. Ni rahisi kupata pressure ukiwa mjamzito, ambapo hatari yake ni kupata kifafa cha mimba. Kwa maana ilikuwa kesi hizi ni nyingi kwa sababu elimu iko ndogo. Kwa hiyo unaposhindwa kudhibiti changamoto za thyroid, hatari yake ni kwamba unaweza kubeba mimba ukiwa na uzito wako mkubwa hivyo bila kupata hedhi. Unajikuta mbona nisipata hedhi miezi 4 kupata mimba, lakini kwa sababu shida ipo kwenye thyroid, mimba ikitungwa itakuwa na shida, ni rahisi kupata pressure ya kupanda. Kutokana na hilo ni rahisi kupata kifafa cha nini? Cha mimba, na hatari yake ni mbaya sana, kwa sababu shakipata ndo tayari itakuwa ni kuendelea, na mbaya zaidi huwa inapoteza pia maisha, si ndio? Lakini hatari yake nyingine ni nini? Kusababisha sukari kuongezeka mwilini kipindi cha ujauzito. Na kwa bahati mbaya kuna wengine baada ya kujifungua huwa ndio mwanzo wa yeye kuugua kisukari.
hiyo bahati yako Mungu akunusuru baada ya kujifungua ile isiendelee. Na kuna wengine pia kwenye pressure baada ya kujifungua, kama alibeba mimba akiwa na hiyo hali, baada ya kujifungua inakuwa ndo mwanzo wa yeye kujikuta ni mhanga wa changamoto ya pressure ya kupanda. Anaanza kutumia dawa na miaka takriban 26 30. Wenzio wanapata pressure akiwa na miaka 60, wewe umepata kwa sababu gani? Ulishindwa kudhibiti mtindo lishe wako, ukapata magonjwa nini? Ya thyroid. Kwa hiyo baba anapokuambia usile hizo nyama, sio kwamba anakuonea gere, anakulinda. Kwa sababu utampa shida kukutafutia tiba. Badala aanze kuwaza kwamba mwezi huu au mwakani tuwapeleke watoto wetu international schools, pesa unazimaliza wewe kukupeleka kwa madaktari, kukutafutia dawa, na kwa bahati mbaya hakuna tiba ghali kama tiba ya uzazi. Uongo kweli? Lakini kwenye hili la upande wa masuala ya thyroid ni kwamba shida ikiwepo hapo inapelekea unakumbwa na pre-diabetes. Unakuwa na dalili za kukaribia kuja kuwa na kisukari. Kwa hiyo ni muhimu sana kudhibiti hapo ili pakuepushe na hayo yote ambayo nimeyataja. Twende. Lakini kingine ni hypothalamic dysfunction. Itilafu ya utendaji kazi wa tezi ya pituitary. Niliposema kule mwanzoni kwamba unapokuwa na msongo wa mawazo unaathiri vitu vingi sana. Hello. Kwa maana hapa usipuuze dalili ambazo zinajitokeza kwenye upande wa kichwa: kukosa usingizi, kuongezeka uzito ghafla, changamoto ya kujikuta unashindwa concentrate, kwa sababu vyote hivyo vinapelekea hormones kuvurugika na mwisho wa siku kushindwa kuwa na uwezo mzuri wa kuweza kuovulate. Twende. Sasa sababu za kushindwa kubeba ujauzito generally ziko takriban 14. Kwa tutazitaja, tutakapomaliza hapa tutaingia kwenye mapumziko yetu ambayo atakuja kutuongoza hapo tunapata mapumziko ya namna gani, alafu tutarudi kumalizia darasa letu. Iko hivi. Hapa nadhani unaweza kuzoom kidogo. Nadhani kwa hapo mlipo mnapaona vizuri Yanaonekana vizuri? Lakini nitakuwa nawasomea. Nitamwongezea. Mwanamke kushindwa kubeba ujauzito tunasema ni infertility. Hata mwanaume pia kushindwa kusababisha ujauzito kwa mke wake ni infertility. Lakini sababu zipo katika makundi takriban 4. Nilisema mwanamke ni udongo ndio ambao unawekwa nini? Mbegu. Lakini huo udongo unaweza kuwa na changamoto nyingi nje ya rutuba na usibebe nini? Ujauzito. Sababu ya kwanza ni ovulatory disorders. Kushindwa kupevusha au hitilafu za upevushwaji. Yaani huna shida yote lakini shida zako zipo kwenye nini? Upevushwaji. Kwa hiyo uenda wewe ulifanyaga vipimo ukaambiwa hauna shida lakini shida yako ipo kwenye nini? Upevushwaji. Manake hapa tunaweka zile kesi zote za PCOS. Uzito mkubwa nani? Yaani ukiangalia huna shida nyingine kwenye kizazi lakini tu yale mambo ambayo yanajumuisha ovary kushindwa kufanya kazi vizuri yanakupelekea wewe usipate nini? Usipate mimba. Kwa hapa naomba daktari, mbona mimi lakini nimepima naambia sina shida. Huna shida ndio. Lakini vipi? Si unapata dalili za hormone imbalance? Ndio. Basi hiyo ni shida ambayo inapelekea ovary sifanyeje? Isipevushe mayai. Lakini si hilo. Sababu nyingine ni kwenye uterine issues. Changamoto katika nini? Mji wa nini? Wa uzazi. Hapa kuna kesi za vimbe. Hapa kuna kesi za uotaji wa maoteo kwenye sehemu za mji wa uzazi. Kuna changamoto kama vile zile yale maradhi ya kurithi kama vile endometriosis, kuota kwa tishu ambazo sio za kawaida. Mji wa uzazi unakuta una tishu nyingine ambazo sio za kawaida, inapelekea usifanyeje? Usipate ujauzito. Lakini si hilo, sababu nyingine ni tubal factors. Itilafu za nini? Za kwenye mirija. Hapa labda ni mirija imeziba, una magonjwa ya zinaa, una maambukizi katika via vya uzazi. Sasa kwa haraka tufanye kitu kimoja. Niliwahi kuzungumza siku moja kwamba ukiwa na cysti au vimbe maji usikimbie kwenda kufanya upasuaji. Nani aliona hiyo posti? Kwa wale ambao waliwahi kuona kwa upande wangu. Okay, ni sawa. Baadhi walishaona kwamba 90% humu mkipimwa kugundulika na PCOS au na cysti ni sawa. Yaani itakuwa ndivyo kwamba una cysti. Lakini
usikimbilie kwenda kufanya surgery, kwa sababu hizi vimbe ambazo ni kwenye kundi la PCOS zipo makundi takriban 4, lakini makundi makubwa 3 huwa ni commonly sana. Kundi la kwanza ni functional cyst. Hii ni cyst ambayo mwanamke yeyote anakuwa nayo. Maana ya hii cyst ni kwamba kipindi unapojiandaa kupevusha mayai, koko ya mayai inazalisha mayai zaidi ya 10 mpaka 15 ambayo yanazalishwa. Ikifika siku ya upevushwaji linakuwa ni moja tu ambalo limechaguliwa lililo bora. Kwa yale 10 mpaka 15 ambao unakuta imechaguliwa yanapelekea ile ovary vimbe kwa sababu imezidiwa. Kwa ukipima unaambiwa una cyst. Kwa sababu gani? Maana ya cyst ni mkusanyiko wa vitu au vijivimbe vidogo vidogo ambavyo vinakuwa nini? Vina maji. Kwa kufanyia upasuaji kwenye hii ovary, kwenye hii cyst ni kitu ambacho si sahihi, kwa sababu inatokea tu kwa muda, inafanyaje? Inapotea. Kwa ukiambiwa una cyst lakini ni ndogo tu, haina shida, maana yake ni kwamba cyst hiyo inatokana na ovary zako kuzalisha mayai kiwango fulani. Na kwa tafsiri nyingine, daktari akiambiwa kwamba una cyst au una vimbe lakini sio shida, shukuru Mungu, kwa sababu ni kiashiria cha kwamba wewe unazalisha mayai mengi kupindukia hata kuliko hata mwanamke mwingine, kwa sababu maana ya cyst ni mjumuisho wa mayai mengi ambayo yanakuwa kwenye ile ovary, ndio tunasema nini? Functional ovarian cyst. Halo? Kwa hiyo kama umeenda kupima, muulize daktari, hiyo cyst ulionambia au vimaji ulionambia ni wa namna gani? Anakwambia ni wa kawaida. Umetokana na nini? Au unatokana na ovary yako kuzalisha mayai. Shukuru Mungu, maana yake ni kwamba una mayai mengi. Na ndio maana pia mwanamke anayepata vichomi siku za hatari ni positive sign, ni ishara nzuri kwamba unaweza ukawa una cyst. Kwa sababu gani? Ovary ikiwa na mayai mengi inapelekea vile vichomi, ila vikiwa vya kupindukia, that's a problem. Cyst nyingine ambayo inapelekea pia ugumu wa kubeba ujauzito ni, ina maana hiyo ya functional haipelekei shida kwenye kubeba ujauzito, ni complex. Hii unakuta cyst hii, zile vimbe hazina mayai, ndani kuna maji au kuna damu. Na mara nyingi hii huwa inakuwa ndio inapaswa kufanyaje? Kufanywa upasuaji. Lakini bado pia nimesema kwamba usifanye upasuaji. Kwa sababu gani? Upasuaji ni utatuzi wa muda wa kuondoa ule uvimbe uliofanyaje? Uliokuwa. Still itarudi, kwa sababu matokeo yake au sababu yake ni nini? Ni hormonal imbalance. Inatokana na mtindo wa maisha, lishe na vitu kama hivyo. Kwa hiyo utafanywa upasuaji, ukirudi baba chanja ni yule ambaye anakupa stress. Mpaka unakuwa na nini? Hormonal imbalance. Lishe ni ile kwa sababu kazi yako hujaacha. Unashinda dukani asubuhi mpaka jioni. Unakula chakula kwa manani? Ntilio. Ukijitahidi sana unapika chakula kisiharibike, unatengeneza chakula ambacho ni kile cha kila siku ili kisiharibike. Unapata nini? Hormonal imbalance. Cyst inaota tena. Si ndio? Kwa utakuwa ni mtu kufanya upasuaji kila siku? Hello? Utakuwa ni mtu kufanya upasuaji kila siku? Hapana. Nasema kwamba kufanya upasuaji sio suluhisho la uvimbe, whether ni cyst au ni fibroids. Lakini nyingine ni hemorrhagic cyst, ambao ndio zile 3 ambazo ni common. Hii ni cyst ambayo inapojitengeneza zile ovaries zinakuwa zinapelekea damu itoke sana. Kwa unakuta hapa mwanamke anaweza kaingia hedhi siku 15, siku 20 na kwa ni matone. Yaani mpaka baba anaamua kujipa likizo, au kama sio Muislamu anatafuta mchepuko. Kama ni Muislamu anaamua mimi naoa mke mwingine kwa sababu kuna kitu sikipati, kwa sababu hawezi kuingia kule kuna tope, si ndio? Anatafuta namna nyingine. Na ilivyo sasa, wewe kwa sababu hutaki, unataka ile ni ya kwako kwa sababu umeshakabidhiwa, huyu ni wa kwangu. Ukiona naoa mwingine, stress inaanza. Si ndio? Ina maana ameshaona mimi naumwa, sifai, kaoa mwingine. Unavyoendelea na stress ndivyo unafanyaje? Unaongeza msururu au mfereji wa nini? Wa hormonal imbalance. Shida inafanyaje? Inaongezeka. Ina maana yani vile unateka maji hapa, unaweka mwingine, anateka mle, anaweka wapi? Humu. Unateka hapa, unaweka mwingine, anateka maji, anaweka wapi? Humu. Kwa maana yake ni kwamba mwanzo kule kwamba mwanamke ukishaolewa unapaswa kupona hormonal imbalance automatic, kwa sababu you don't need to be katika kipengele cha nini? Cha stress kabisa, kwa sababu mwanaume anaweza kila nini? Kila kitu. Mwambie Mungu, Mungu. Sema kabisa, Mungu. Namuombea mume wangu asiwe mtu wa kunipa stress. Namuombea mume wangu apate uwepesi kwenye utafutaji ili asinipe stress. Sema amen. Lakini hizo stress mnajipa wenyewe. Wanaume ndo wale. Tuko hivyo jamani, tumeumbwa hivyo jamani. Halo? Naongea ni mwanaume, tuko hivyo.
Anaweza akatoka kwako yani kila kitu anakipata, lakini akitoka kwako yani amemaliza asubuhi ile vizuri, morning glory ishapatikana, ile salamu ya morning glory, anafika pale nje anakutana na damu mwingine, ameshasahau kwamba morning glory ilifanyika vizuri mpaka na vigelegele vikapigwa. Anafikiria hapa kuna kitu gani? Hao ndo nani? Wanaume. Kwa hiyo maombi yako ni ya msingi sana kwake kumlinda. Hello? Lakini pia akili yako kutambua kwamba those are men. Kwa hiyo wao wako nini? Ni viumbe hao. Kwa maombi yako yatamlinda zaidi. Lakini huna haja ya kujipa stress katika kila ambacho ukiwezi. Naomba nikupe mfano. Kuna kasori kidogo kwamba ikatokea mko wawili mnapita. Mmepishana na mtu. Katika kupishana ukagundua amekushika sehemu ambayo si sahihi. Kwa mfano labda amekushika kwenye mbavu, labda ni wa kiume, si ndio Au ametoka nyuma yenu lakini kushika kwenye nini? Shavu, au sehemu yote ambayo sio sahihi, labda kwenye eneo la labda kwenye hips, kokote kule. Unageuka hivi, unataka kumpiga kofi, unagundua ni mlemavu wa macho, haoni. Hivi unampiga kofi au unamwacha? Semeni jamani kutoka moyoni, unampiga kofi au unamwacha? Na ikibidi unamuongoza pahala sahihi asiweze kuanguka, aendelee na nini? Na njia. Uongo kweli? Maana ni kwamba ukishajua kwamba mumeo yuko hivi, utaondokana na stress ambazo zinakufanya upate hormone imbalance, kwa sababu wewe unajihukumu kwa shida ambazo sio yako, shida ni ya mumeo. Ushagundua mume wangu ni mtu wa ndogo, mume wangu ni mbishi sana, mume wangu ni mbinafsi, mume wangu ni hivi. Ndivyo alivyoumbwa. Tumeumbwa tutambue madhaifu ya wenzetu, tuyapokee, then tuchukulie ni sehemu yao ya ubinadamu, yale mazuri yao tunafanyaje? Kwa hiyo unapotaka aendelee kubadilika ni kumuuliza, kwa nini wewe ni kipofu na umenishika bila kujua? Sasa ni kipofu. Sasa kama ni kipofu sinabidi uniambie hapa sio sahihi, pita huko. Si ndio? Kwa hiyo aliyebadilika ni nani? Ni wewe. Ina maana ile reaction yako imebadilika kwa sababu umeshamjua huyu ni kipofu. Kwa hiyo wewe unapaswa kubadilika kutokana na mume jinsi alivyo, ili usiendelee kuwa na hormone imbalance kutokana na nini? Na msongo wa mawazo. Akina mama mpo? Naombeni mniahidi kwamba mtakwenda kubadilika. Mtakwenda kubadilika sasa ubadilikaji wenu usiwe ule wa kusema kwamba yani ile kususa. Tumeambiwa kwamba tusiseme, tusijaji. Hapana. Yani mjue kwamba ndivyo alivyo. Kwa unapotaka kukumbuka kwamba nataka ni react, ndivyo wanaume walivyo moyoni mwako. Kwa hiyo unafanya kwa nafasi yako ili kuepusha msongo wa mawazo. Usifikie hatua ya kukoma hedhi mapema miaka 38 na una mtoto mmoja au huna kabisa mtoto. Hello? Yes. Naombeni niwape kitu cha ziada. Ukiona unaongezeka uzito kupindukia, ukiona unaongezeka mwili kupindukia, ni tafsiri na maana ya kwamba mayai yako hayapevushwi. Kwa hiyo homoni zako zinapaswa kupevusha mayai zinakwenda kuongeza mwili. Yaani kama wewe unaona unaongezeka mwili kupindukia, uzito kupindukia na upati ujauzito, maana yake ni kwamba homoni zako ambazo zinapaswa kupevusha mayai ili ubebe ujauzito hazifanyi kazi hiyo, kwa sababu una hormone imbalance. Mbadala wake zinakwenda kuongeza sehemu ya mwili ambayo ilisha kuwepo kwenye sehemu za mapaja, tumbo, mikono. Hello? Kwa body size inaongezeka. Matokeo yake ni nini? Utajikuta unakosa hedhi katika muda sahihi. Kwa kama wewe unajua kwamba unapataga shida ya hedhi na uzito wako uko juu, manake ni kwamba ugumu wa wewe kubeba ujauzito tunasema unatokana na mwili wako kuongezeka, kwa sababu homoni zako hazifanyi kazi yake, mbadala wake zimekwenda kujenga nini? Mwili. Hapa ndio maana tunasema lishe inahusika zaidi. Hello? Kwa sababu nyingine ambayo inapelekea kushindwa kubeba ujauzito
ni changamoto ya vimbe kwenye kizazi, ambapo hapa kuna vimbe nyama na kuna cyst. Lakini ubaya ni kwamba cyst na fibroids zinapelekea dalili au zinasababisha dalili ambazo zinakuwa zinafanana. Tunasema kwamba ni muhimu pia kufanya check up. Naomba tena nitoe mfano mwingine wa nje kidogo ili tuelewane. Miaka ya nyuma watu waliokuwa wanakufa kwa magonjwa ya HIV na AIDS, ukimwi, walikuwa ni wengi sana kuliko sasa. Uongo kweli? Licha ya kwamba sasa hivi wagonjwa wa HIV ni wengi kuliko zamani. Unajua ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu zamani watu walikuwa hawapati elimu kuhusu HIV. Kwa anakuja kujigundua ugonjwa ushamuathiri, na akija kuanza dawa anakuta kachelewa, anakuta pengine naanza lakini anakataa, yani hataki kukubali kwamba kweli mimi ninao. Kwa anajikuta mpaka anakuja kukubali tayari wale viral washakula, ishakuwa loaded, ishakuwa kiasi kingi kwenye nini, mzunguko wa damu. Unashangaa tu pap kashaondoka. Lakini sasa mtu akishajigundua mapema anaanza dawa. Kwa hiyo hutomgundua ukiambiwa huyo hapa nao, unasema hata huyu. Maana yake ni kwamba kipindi cha awali ilikuwa si rahisi kujua matatizo haya ya uzazi kwa sababu elimu ilikuwa ni ndogo sana kwa watu, lakini pia sababu zilizopelekea watu kupata magonjwa haya zilikuwa ni ndogo. Lakini kwa sasa elimu imekuwa wazi. Kwa hiyo wewe unajua dalili za hormone imbalance ni zipi, unajua dalili za fibroid ni zipi. Kwa hiyo ni rahisi kujijua kwamba una shida hiyo. Ndio maana ukishuka hapo chini kuna polikliniki, pale kuna polikliniki, pale kuna nini, kwa sababu wanaojua shida hizi ni wengi, walionazo ni wengi, na utatuzi unahitajika kwa kiwango kikubwa zaidi. Maana ni kwamba unapaswa kujua mwenyewe kwamba hizi dalili zinanipeleka wapi ili kudhibiti. Moja ya mambo ambayo yanapelekea zile sifa za hedhi mwanzo kubadilika ni fibroids pamoja na cyst. Uvimbe nyama na cyst. Shukuru Mungu kwamba uvimbe ile fibroids au myoma sio tissue za saratani. Yaani ukipata zile vimbe hata kama mara 3 mara 4 sio saratani, ni uvimbe wa kawaida. Lakini madhara yake ni kwamba yanapelekea ugumu wa kupata nini? Ujauzito. Yanapelekea hedhi kutokupatikana katika muda sahihi. Yanapelekea hedhi kuwa mzito na nyeusi kupindukia. Yanapelekea hedhi kuja katika muda ambao sio sahihi au kutokupata hedhi kabisa. Na kwa bahati mbaya yanapelekea mimba kutungwa na kuharibika. Mimba kutungwa na kufanyaje? Na kuharibika kwa sababu ya mazingira ambayo vimbe zinafanyaje? Zinakaa. Lakini sababu nyingine ambayo inapelekea kushindwa kupata ujauzito ni oxidative stress au kuwa na zile sumu zinazotokana na tunasema yani stress ya hormones mwilini. Kuna stress ya nje, si ndio ya wewe kuwaza, lakini kuna mwili unazidiwa na stress inayotokana na free radical, mionzi ambayo inatokana na sumu za chakula tunachokula, kama nilivyosema kwamba kwenye jedwali tutakuja kuoneshana. Lakini kingine ni changamoto ya magonjwa ya zinaa. Hapa ndipo tunapozungumzia yale magonjwa kama vile kisonono, kaswende, magonjwa kama vile PID. Athari ya haya magonjwa ni kubwa kwa sababu impact yake ni kwenye mfuko wa uzazi. Kwenye nini? Kwenye mfuko wa nini? Hapa ndipo panapokuja kutengeneza ile magonjwa ambayo tunasema common, ambayo nini? Ni PID. Kwa 70% kuna wanawake ambao wanaambiwa ana PID lakini hana PID, ila dalili zinazo za nini? Za PID, kwa sababu alishawahi kuugua magonjwa ya zinaa. Ngoja nikupe mfano. Kunisaidia chief ubao, naomba nisaidie. Ulishawahi kuona wakati wa tendo kule chini ni kusafi, ila tendo linapoanza kufanyika unashangaa maumbile ya baba yanatoka na uchafu? Ulishawahi kuona hiyo hali? Leo si inatokeaga Sasa inakuwaje wakati unajisafisha au unaanza ulikuwa msafi, alafu katikati ule uchafu unatokea? Iko hivi. Ile eneo ambalo la mfuko wa uzazi liko hivi, lakini hapa chini kwenye shingo ya kizazi kuna ile eneo la uke ambalo lina mikunjo kama ilivyo koo. Hata wewe mwenyewe ukijaribu kujisafisha kuingiza kidole utahisi kuna mikunjo fulani, ambao ndio ile watu wanasema kuna G-spot. No, there is no G-spot there.
ni mikunjo ilivyokaa, ila sema kwa huku juu ndo kuna nerve endings nyingi ambazo baba akizitumia vizuri ni rahisi wewe kufurahika, lakini there is no G spot there. Ni eneo tu limepewa jina hilo ili iwe rahisi mtu kuweza kuwa addressed. Sasa hii mikunjo wakati wa tendo baba anapokuwa anafanya inakuwa na kutanuka na kusinyaa kutokana na zile nerves zilizoko huku. Kule kusisimkwa kwako kunapelekea hii mikunjo itanuke na kufanyaje? Kusinyaa. Kumbuka yale maambukizi ya either ni gonorrhea au ni kisonono au ni chlamydia au ni fungus za ukeni zimeshambulia kwa kiasi kikubwa eneo hili, na mwisho wa siku hadi huku ndani kunakuja kupata shida. Kwa hiyo wakati tendo linafanyika kujitanua na kusinyaa, kunanuka na kusinyaa, kunajikamua ule uchafu ambao ulikuwa ndani ya ile mikunjo unatoka. Baba akitoka yale maumbile yana nini? Yana ule uchafu. Akipangusa akirudi kule tena ndani, akirudi hali iko vile vile. Kwa hiyo ni mara ya kwanza. Kwa hiyo huyu anaweza kusema kwamba ana PID kwa sababu dalili ya PID ni hiyo pia. Lakini kingine, mara nyingi ukifanya ultrasound unaambiwa kwamba kwenye kizazi kuna maji, kuna uchafu. Kwa hiyo hii ni PID. Sio mnavyoambiwa kizazi nimeambiwa kwamba kina uchafu kidogo, kuna infection. Tunatumia lugha ya infection. Ni sawa. Hii infection maana yake ni nini? Ni kwamba hapa ndani kwenye huu mji kunakuwa na mkusanyiko wa uchafu ambao kwenye mirija huku kumeathiriwa na maambukizi ya muda mrefu. Kwa hiyo mwili wako una kinga inayopambana na haya maradhi automatic. Kwa hiyo ule mpambano baina ya chembe nyeupe ambazo ni kinga zako na wale vimelea ambao wanapelekea magonjwa kama vile fungus, PID na nini, mjumuisho wake unapelekea uchafu ufanyeje? Ujitengeneze kwa hapa chini. Kwa hiyo uchafu tunapouona hatusemi ni uchafu wa nini, tunasema kuna uchafu. Kwa hiyo ni matokeo ya kwamba una maambukizi kwenye mji wa nini? Wa uzazi. Aidha inaweza kuwa ni PID au ikawa ni changamoto nyingine. Kwa hiyo inapotokea unaingia hedhi, ukiona hedhi yako inakuwa na uchafu na ina harufu, ni dalili ya kwanza kwamba aidha una PID au una maambukizi kwenye kizazi. Yaani ukiona hedhi yako ina uchafu lakini una nini? Harufu, kwa sababu huu ukuta unapobomoka unatoka na uchafu huu hapa. Swali la kujiuliza, kama huu uchafu unapotoka unatoka na ule uchafu, baada ya kutoka hedhi unakuwa umepona PID, si ndio? Si ndio? Haujapona, kwa sababu huu uchafu unaendelea kuzaliwa every single day kutokana na mwili wako kupambana na yale maradhi, huku uchafu unaendelea kufanyaje? Kujitengeneza. Ndio maana matibabu ni lazima. Kwa kuna maradhi ambayo utajitibu mwenyewe, lakini kuna maradhi yakishakuwa na maambukizi lazima upate matibabu ili kufanyaje? Kuyaondoa. Kwa ukiona unatoka uchafu, hatusemi moja kwa moja kwamba una PID. Ni kiashiria cha maambukizi katika via vya uzazi. Kwa itakuja PID kama ukifanya vipimo ikaonekana kuna nini? Una PID. But still unao uwezo wa kubeba ujauzito ukiwa na hizi hali. Ila tu tunasema ukibeba ujauzito ukiwa na hizi hali, hatari yake ndo zile zile. Aidha kujifungua kabla ya wakati, njiti, au mimba kutunga nje ya kizazi, au kupitiliza muda wa kujifungua, au mimba kuharibika. Lakini yote kwa yote asilimia kubwa ni kuchelewa kubeba ujauzito. Mpaka hapo nani ambaye ana swali? Kuna swali Na mimi maswali yapo, ila mnatafuta namna gani ya kuweza kuyauliza. Lakini sababu nyingine ambayo inapelekea kutokupata mimba katika sababu za mwisho ni kutoa mimba katika namna isiyo sahihi. Nimerudia tena. Kutoa mimba katika namna isiyo nini? Jamani, hebu tutamke kwa kawaida, tutamke kabisa. Kutoa mimba katika namna isiyo nini? Sahihi. Maana kwamba kumbe kutoa mimba inaruhusiwa. Ila inaruhusiwa kisheria, iwe kidini, iwe kitaalamu. Mama ambeba mimba imekaa nje ya kizazi kwenye mrija, hiyo inatolewa, kwa sababu tukiacha tunakupoteza na huyo mtoto. Kwa tufanyeje? Sio tupoteze mtoto ambaye bado hajatungwa, ubaki wewe, si ndio? Mimba inakupeleka vibaya, imekaa vibaya, inaondolewa. Sasa kuna wale ambao haina sababu yoyote mimba kutolewa, ila tu kwa sababu haukuwa mpango wake, anakwenda kutoka katika njia ambazo sio nini? Sahihi. Maana yake anatengeneza majeraha na makovu katika kuta za mja uzazi, mwisho wa siku inatengeneza PID, inatengeneza makovu, mirija inaziba, inakuwa ngumu kupata nini? Ujauzito. Lakini si hilo, kutokuiana kwa makundi ya damu baina yenu ninyi na waume zenu. Hapa tunazungumzia masuala ya Richter's factor. Kila mtu ana kundi la damu ambalo lina protein au wengine halina protein. Damu yote ile ni kundi lolote, kuna hii tunaita Richter's negative, wengine
positive. Mwanamke yoyote ambaye kundi lake la damu whether ni A au ni B au ni O au ni AB katika yale makundi manne, akiwa yeye ni negative tu, yani kujijua tu kwamba damu yake ni negative, anatakiwa aolewe na mwanaume yoyote yule whether ni positive au ni negative. Lakini kwenye swala la mimba lazima tuangalie mume ni positive au ni negative. Akiwa negative pia mume sio shida, ila akiwa positive whether ni O ni AB ni ngapi, lakini yeye ni nani? Ni positive mume, mtoto mnapata, lakini mimba zitakuwa zinafanyaje? Zinaharibika. Kwa sababu gani? Mtoto huwa anachukua kundi kutoka kwa nani? Kwa baba, kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo maana hivi vitu ni kwamba damu ambayo ina negative ni kwamba hii haipokei chochote kwenye zile protein. Nimeomba nitumie lugha hiyo ili tusichanganyane nikatumia maneno ambayo yatakuwa ni makubwa sana. Maana ni kwamba huyu mwenye damu ambayo ina positive, maana ni kwamba tayari na protein. Kwa kuwa hii damu yake haipokei protein, damu ya mtoto ikija kuchangamana na damu ya mama ambayo ni negative, hii ambayo ni protein ikiingia humo, mwili wako unatambua kwamba kuna sumu imeingia mwilini, unazalisha kinga mwili, inakwenda kuharibu ile mimba. Kwa mtoto wa kwanza anaweza akazaliwa bila shida, lakini wa pili mimba zako zinaharibika mara kwa mara. Sasa kwani asiolewe? Anaolewa, si ndio? Kwa nini cha kufanya? Jambo la kufanya ndio vile kwamba una umuhimu sana wa kufanya screening ya kundi la damu pindi mimba inapokuwa changa. Yaani inapokuwa changa tu ni kwamba unatakiwa uanze kliniki mapema upimwe. Ukionekana ni kundi lote la damu ambalo negative, ni lazima huyo mume naye pia achunguzwe. Ukionekana kama ni positive, basi mtapewa matibabu ambayo ni ya kuzuia kinga mwili ambayo ni anti-D, ambayo hii ni hospitali inapatikanika. Ndio maana ule ulazima wa kwamba mume wako au baba wa mtoto, sio tu mchukue tu mtu, baba wa mtoto. Ukichiti ukaenda na kaka kwa sababu huyo mwenza mlizinguana, unatengeneza hatari ya mimba, kwa sababu hujui huenda kundi lako la damu ni negative na yule baba alikuwa nani? Ni positive. Na hata mimba ikishaharibika ndani ya ule muda mdogo kabisa wa mwanzo, ikishakunika imeharibika tu, lazima upime kundi lako la nini? La damu. Kama ni negative, ufanyiwe utaratibu wa anti-D, kwa sababu hujui hiyo damu ya huyo mtoto baba yake ni plus au ni minus. Kwa hapa sio pa kuwaza sana, kwa sababu ukipapata au pakiwepo unahudumiwa hospitali kwa muongozo na unaeleweshwa vizuri. Kwa hii haipelekei sana kushindwa kubeba ujauzito, ila inachopelekea ni mimba kuharibika kirahisi. Lakini mwisho ambacho kinapelekea kushindwa kupata ujauzito ni hitilafu za mbegu za mume. Halo? Hitilafu za mbegu za mume. Hatakuwa na maana kwamba wanaume hawahusiki. Sasa hapa sio pa kwangu. Hapa na dakika kama 10 ambazo kuna mtu atakuja kuwaelezeeni ni kwa namna gani ili uweze kusaidia huyu mister huko nyumbani, umsaidie kama na shida hiyo, basi aweze kuboreka, iwe rahisi kwako wewe ambaye unatumia muda mrefu kupata mtoto kuweza kufanikisha. Huyu bwana ni mmoja ya watu ambao kiufupi kwenye timu yangu ya watu ambao nao kwenye kuhudumia wanandoa, amesaidia wanaume wengi kuweza kujitambua, kufahamu shida zao zikoje, kufahamu namna gani ya kuweza kuweka mili yao sawa, kuweka mfumo wao wa uzazi sawa, ili kuweza kuboresha mbegu na namna nyingine ili kusaidia kupatikana kwa nani? Kwa watoto. Kwa yeye atakuja hapa kwa dakika 10 ambazo akishamaliza tutakwenda kwenye mapumziko yetu ili tuje kumalizia kwenye mzunguko wa hedhi, tunaanza darasa letu. Atakuja kwa ajili ya kukusaidia wewe ujue mumeo unapaswa kufanya kitu gani, lakini pia mumeo shida inaweza kuwa wapi, alafu ikapelekea usipate nini? Usipate mtoto. Tumezungumza yote mengi, ni kweli, kwa sababu wewe ni nani? Ni udongo, lakini yeye ndiye mbegu. Kwa kama ni mbegu ikiwa na shida pia haiwezi kufanyaje? Kuota. Uongo jamani? Uongo jamani? Lakini pia inaweza kaota isifanyeje? Isifanikiwe kukua, ikaharibika mapema. Hata huja jitambulishe mwenyewe
kwa sababu uzuri ni kwamba ana uwezo mzuri sana wa kuwasilisha na kufundisha kama mimi. Sitaki nitumie nafasi hii kumtambulisha. Mr. Msifuni, karibu sana. Naomba tumpigie makofi mengi sana kwa sababu ni mtu mzuri sana anakuja kutusaidia katika hili. Well, habari za leo jamani. Mmependeza sana. Well, naitwa Dr. Msifuni. Mimi ni mtaalamu wa changamoto za kiafya hasa kwa upande wa wanaume. Yaani mimi nawasaidia wanaume wenzangu kuboresha mfumo wa uzazi, lakini pia kuboresha mahusiano na maisha ya kawaida ya kila siku. Well, hapa yamezungumzwa mambo mengi yanayohusiana na mfumo wa uzazi, lakini tunajua kwamba ili upatikane ujauzito lazima washirikiane watu wawili, baba na mama. Kwa hiyo kama yatazungumzwa kwa upande mmoja tu wa wanawake, maana yake kuna sehemu kubwa ambayo ndio mbegu itakuwa imeachwa, si ndio? Well, naende moja kwa moja kwenye pointi. Nataka nikuelezee sayansi ya tendo la ndoa kwa mwanaume. Sijui kama unaandika, inaweza kukusaidia wakati mwingine. Lazima kwanza ujue mfumo wa uzazi wa mwanaume unafanyaje kazi. Kuna changamoto tofauti ambazo zinasababisha mfumo wa uzazi wa mwanaume kuharibika, lakini anajikuta anashindwa kula chakula vizuri, na mwingine utakuta anaweza kula chakula vizuri lakini anashindwa kubebesha ujauzito. Kuna sababu nyingi sana tofauti zinazopelekea hayo. Kuna sababu za kiafya ambazo zinasababisha mwanaume anashindwa kula chakula vizuri. Nadhani lugha inaeleweka vizuri hivyo. Kwanza kuna changamoto za kiafya. Mfano, kama mwanaume akiwa na changamoto kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, yaani wakati mwingine tumbo linajaa gesi, tumbo linaunguruma. Kwa hali tu ya kawaida ukifikiria, kama tumbo limejaa gesi, mwanaume hawezi kupata uwezo mzuri wa kuperform, si ndio? Lakini pia kuna changamoto nyingine kama pressure, kisukari. Mwanaume yoyote mwenye changamoto ya pressure hawezi kula chakula vizuri, kwa sababu kwenye mfumo wa uzazi wa mwanaume, ili aweze kupata uwezo awe ngangari, ni lazima damu iwe inatembea vizuri kwenye ile mishipa ya kwenye mfumo wa uzazi. Na mtu mwenye pressure, maana yake ni kwamba damu inashindwa kuflow vizuri, au kuna ukinzani kati ya mishipa ya damu pamoja, yani moyo unasukuma damu haipiti vizuri kwenye mirija, si ndio? Sasa kama damu haiwezi kutembea vizuri, maana yake hata katika mfumo wa uzazi damu haifiki vizuri. Na mwanaume ili aweze kuwa imara ni lazima damu itembee vizuri. Kwa hiyo mwanaume kama ana changamoto ya pressure hawezi kula chakula vizuri, hawezi kuwa na uwezo wa kuperform. Sasa nimeshapokea kesi nyingi tofauti, lakini unamsikiliza mwanaume anajieleza, unakuja kuona kwamba huyu mtu anatumia dawa nyingi sana, lakini huenda changamoto yake haikupaswa kutumia hizo dawa. Kuna matatizo ya kisaikolojia pia ambayo yanasababisha mwanaume anashindwa kula vizuri. Mwanaume anapokuwa na msongo wa mawazo, imeelezwa hapa na mtaalamu kwamba hata mama ukiwa na msongo wa mawazo kuna namna homoni zinavurugika, si ndio? Basi hata kwa mwanaume ni hivyo, akiwa na msongo wa mawazo hawezi kufanya chochote kwenye tendo. Sasa inategemeana wewe unamsaidia vipi huyu mwanaume kuepukana na msongo wa mawazo. Ndio maana asilimia kubwa ya wanaume wenye ndoa ndio huwa wanaongoza kwa kuchelewa kurudi nyumbani. Sasa hiyo inategemeana tu na wewe unampokea vipi anapotoka kazini, kwa sababu anapotoka kazini, kumbuka ameshindwa kutwa nzima akiwa
na shughuli za utafutaji. Sasa kama kuna chochote kimempata huko, ana msongo wa mawazo ya hapa na pale, anaporudi nyumbani akakuta na wewe ukampokea tofauti, maana yake msongo wa mawazo unaongezeka. Inapofika ule wakati wa kula chakula, anajikuta hawezi kufanya chochote. Kingine ambacho kinasababisha mwanaume na mfumo wa uzazi wa mwanaume unaharibika ni lifestyle, chakula, yale mazoea ya kila siku, kuto kufanya mazoezi. Yote hayo yanachangia katika kuboresha au kuharibu mfumo wa uzazi wa mwanaume. Katika maisha ya kila siku ya kawaida, kama mumeo anatoka kazini, lengo anafika nyumbani, anategemea kwamba akifika nyumbani nataka kwenda kurelease, nataka kwenda kuondoa stress, nataka nikapate pumziko la moyo, ni refresh mind. Akifika nyumbani na wewe ukawa unasema nilikupigia simu ukupokea, ilikuwaje? Kelele zikawa nyingi, ulikuwa unazungumza na nani? Maana yake hapo unamzidishia mawazo, kwa hiyo hatoweza kufanya chochote kwenye tendo. Na wakati wa tendo lenyewe pia, kama ikatokea haja perform vizuri na wewe ukapanic, ile reaction yako inaweza kumuongezea pressure ambayo itampelekea yeye ataendelea kushindwa kuperform vizuri. Sasa wewe unapo react kwamba bana, mimi siku hizi uniridhishi kabisa, mimi sifurahii kabisa na ulaji wako wa chakula, kinachotokea yeye anazidi kupaniki na hali ndivyo inavyozidi kuwa mbaya zaidi. Sasa kitu kimoja ambacho kinaweza kukusaidia kwenye hilo, hata ikitokea hajala chakula vizuri, usipaniki au usireact vibaya. Unaweza kumshauri tu au kuongea kwa lugha ya upole. Na wakati mwingine kuna misunderstanding. Unaweza ukaongea vizuri kwa nia njema ya kumsaidia, lakini yeye akalipokea vibaya. Sijui kama unanielewa hapo. Nia yako ni nzuri kutaka kumshauri au kumsaidia, lakini namna uliotumia kuizungumza ikamfanya yeye aone kama either umemdharau au umemhukumu na sio kumsaidia. Tukija kwenye suala la chakula, wewe ndio umeshika sehemu nyeti jikoni. Mwanaume kama anakula vibaya, vyakula vingi vyenye mafuta, au akiwa huko kazini anakula labda chips, sana sana vyakula vya kuagiza kama ilivyoelezwa hapa na wataalamu. Lakini asubuhi kabla hajatoka kwenda kazini, kama anapata chai nyumbani, ile chai wewe unaiandaaje? Sijui kama kuna mmoja yoyote hapa alishawahi kumwandalia baba nyumbani hata supu ya mchicha. Yupo? Nadhani wengi wanajua kama basi akikaanga yai, labda unajua pishi moja tu au mapishi mawili, lakini yai lina mapishi zaidi ya 10, si ndio? Kwa hiyo yale mazoea ya kila siku, unavyoandaa chakula cha kila siku yanamfanya baba anaweza akawa anachoka, na ndio maana wakati mwingine akitoka kazini mapema anaweza akapita somewhere akakaa hapo muda uendeende kwanza, akifika nyumbani tu alale, kwa sababu akifika nyumbani hakuna kipya, mambo ni yale yale ya kila siku. Anaacha kweli hela nyumbani ndio, lakini mapishi hayabadiliki nyumbani. Kwa hiyo kuna sababu nyingi sana ambazo zinapelekea mwanaume anashindwa kuperform vizuri kwenye tendo la ndoa. Wakati mwingine ni vyema kushirikiana. Kama umegundua baba hawezi kula chakula vizuri nyumbani, hakuna haja ya kupaniki au kusema utafute mchepuko. Ni vyema tu kumsaidia au kuungana naye pamoja kutafuta usaidizi. Ninafahamu kuna wanawake wengi sana ambao baba kama hali chakula vizuri nyumbani anamhukumu
na kusema labda anakula sehemu nyingine. Kwa hiyo na yeye anataka kumkomoa. Anayejishushia heshima ni wewe, sio yeye, si ndio? Kwa hiyo ni vyema kukaa naye chini na kuzungumza kwa upole, uelewe namna ya kuwasilisha mada yako aipokee vizuri, ili aone wewe ni msaidizi wake na sio unamhukumu kutaka ni lazima atimize wajibu wake. Ni kweli yeye anahitaji kutimiza majukumu yake, lakini panapotokea changamoto za namna hiyo, unapaswa kuwa msaidizi na kujua namna mtakavyokaa pamoja na kumtafutia usaidizi. Kama inawezekana, unaweza kumconnect na madaktari ambao labda wewe unawafahamu ili kupata matibabu na ushauri wa kina. Lakini kwenye mambo ya mahusiano ni vyema kama anakwenda huko hospitali muende pamoja, ili kama mnapewa ushauri, mpewe ushauri pamoja. Atakapopata suluhisho la hiyo changamoto yake, wewe atakupandisha thamani, kwa sababu utakuwa ni mtu ambaye umemshika mkono katika hali ya aibu, umekuwa pamoja naye, hujamsaliti mpaka ameweza kupata usaidizi na amepona, sasa anakula chakula vizuri. Bila shaka imekusaidia. Asante. Habarini kwa mara nyingine tena. Natumai mmeelewa kabisa. Hivi mmeelewa kama mimi nilivyoelewa? Mbona mimi naona kama ndo nimeelewa sana kuliko nyie? Au nyie ndo mmeelewa zaidi kwa sababu alivyoongea alisimama hivi? Sasa nilichokielewa kwa upande wa kiume kwamba tuwapunguzie chipsi. Sawa Hata kama unapika chips, pika chips za kwako, mpikie ugali. Japo dona letu ndo hilo hilo ambalo sio dona sahihi, lakini wewe ukimpikia inakuwa ni vizuri zaidi. Hello. Ila nimesikitika. Tangu mwalimu kaanza sijasikia maswali. Hivi ni kweli hamna maswali ama mnaogopa? Kweli kabisa. Kweli. Mwalimu alifundisha pale, alisema ukiona mtu ananenepa ujue ana shida ya hormones, si ndio? Kwa kuna hormones hazija balance, kwa zinashindwa kufanya kazi yake, zinapelekea ananenepa. Kwa sisi ambao tuko slim, hapo hormones zetu zimebalance au hazija balance? Eti kwa tuliweke kipolo atalijibu, si ndio? Sawa. Sasa kabla hatujaendelea, ningeomba kutambua uwepo wa sponsors, kwa sababu mpaka tumefika hapa kuna sponsors. Tunatambua uwepo wa AfyaChap, lakini pia tunatambua uwepo wa sponsors wa multimedia. Sawa Kwa ni watu ambao wanatufanyia shughuli yetu inaenda vizuri zaidi. Lakini kama haupo kwenye group la Fertility Masterclass, make sure unaingia, kwa sababu picha zote utazipata pale. Sawa Sasa hapa tunachoenda kufanya ni tuendelee ama tuishie hapa hapa? Tukiendelea mtakuwa na maswali ya kuuliza? Mtauliza maswali au tuishie hapa hapa? Tuendelee. Sawa. Sasa tunaenda kwenye zoezi la pili, afu tutamalizia zoezi la mwisho. Najua kidogo kwenye tumbo kuna shida. Yawezekana tukiruhusu session nyingine hapa tutasinzia, si ndio? Sasa tutaenda kupata chakula kidogo. Tumefundishwa lishe hapa, sawa kwa lazima tukapate chakula kidogo. Ila kwenye lishe nilichojifunza ya kwamba tunatakiwa tupunguze pia kuku wa KFC. Hello. Ukiletewa zawadi, ukiletewa carpet, unasema yani ameleta carpet hivi. Yani hajaleta hata chocolate. Hajaleta hata kuku wa KFC, ameshindwa kuchukua hata pizza. Basi asingeleta ile big, angeleta small, si ndio Kwa inabidi tupunguze. Tupokee makapeti na mapazia. Hello. Sasa tunaandaa tu taratibu wa kwenda kupata chakula. Ila kabla tujaenda kupata chakula, hope wote mnaona hii bana hapa mbele, si ndio Nitakachokuwa nafanya nikisema health mom strong babe, mtasema mtoto ni mpango wa Mungu kuwa maisha yataendelea. Mmenipata hapo au hamjanipata vizuri? Mmenipata Aya, tuna test mitambo sasa. Health mom strong babe. Health mom strong babe.
Basi ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.